Hatimaye tumefika sehemu ya 100. Ni kwamba sehemu ya 99 tuliona Hamza ameenda kule kwenye kambi ya Nyumbanito na ameweza kutoa mafunzo ama maelekezo ya namna mazoezi yao ama mbinu zao wanavyofanya, na Hamza ikaonekana hiyo mbinu anaijua sana tu. Hivyo akawapa sehemu ambapo ni kama kuna upungufu hivi, na walibaki kumshangaa tu inawezekanaje Hamza akamzidi mpaka master. Yani ni kwamba hata master mwenyewe alionekana kuwa chini ya Hamza. Kwa hiyo tunasonga mbele msikilizaji, bado kuna machache ambayo ni mengi kidogo lakini ni machache tunatakiwa kuyafahamu na kuyamalizia kwenye hii simulizi ya Hamza. Tukumbuke ni sehemu ya 100 na nikushukuru sana msikilizaji kuwa nami kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tumefika sehemu ya 100. Lengo letu tufike wote pamoja sehemu ya mwisho. Kumbuka langu jina Lucas Lumbas. Basi bwana, watu wa kambi ya Nyumbanito walionekana kupata uelewa mpya na kufanya macho yao kuchanua. Alichoongea Hamza waliona kilikuwa na mantiki. Wagunduzi wa sanaa hizo za mapigano hawakuziunda kwa ajili ya watu wengine, bali kwa ajili ya wao wenyewe. Sasa kujifunza mbinu za mtu siku zote si sawa na kuwaigizia tu. Na kama ni hivyo, utapanda vipi level kama wenyewe hawakupanda? Kwa hiyo ilikuwa ni kama ilivyo kwa wasanii kama wachoraji. Mbinu za kuchora zinaweza kufanana lakini style za uchoraji zikatofautiana. Hasa Master Mbale akasema kwamba kusikiliza maelekezo yako Mr. Hamza ni sawa na mazoezi ya miaka 10. Sijawahi kufikiria mawazo ya sisi watu wote wa kambi yanaweza kuwa na utofauti mkubwa na mgeni kama wewe. Kwa hiyo nikiri kwamba uwezo wako Mr. Hamza wa kuelewa mbinu za mapigano umetuzidi sisi wote. Aliongea hivyo Mr. Mbale, ingawa Hamza alijua ni kweli uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko yoyote ndani ya kambi hiyo. Bado alionyesha hali ya kujinyenyekeza. Hamza akasema ni mchango mdogo tu mzee wangu, kwa hiyo usichukulie serious sana. Mzee huyo akasema kwamba hapana, kwenye mafunzo kama ya aina yetu neno dogo tu linaweza kuwa na matokeo makubwa. Mr. Hamza, naomba tu nikuombe ukae hapa kambini kwetu kwa siku kadhaa ili tuweze kuendelea kupata mwongozo kutoka kwako. Aliongea mzee huyo akisema kile ambacho wengi walitaka kuomba. Hamza alipiga mahesabu haraka na kujiambia kwamba ataenda kuangalia mbinu ya kutumia silaha bila kuishika. Haitakuwa hasara kukaa kwa siku chache zaidi na kufanya mazoezi. Basi akasema kwamba sawa mzee, kwa kuwa umeweka nia dhati kunitaka nibakie, basi siwezi kupinga. Aliongea hivyo na mzee huyo alionekana kuridhika. Mzee akasema kwamba Mr. Hamza, tumekwisha kufanya maandalizi ya kuingia hekalu la Mkwawa, kwa hiyo tunaelekea huko sasa hivi. Akasema asante na samahani kwa usumbufu. Mara baada ya kutoka kwenye eneo hilo la mazoezi bwana, walitembea kwenda upande wa kulia wa mlimani. Hekalu la Mkwawa sio sehemu tu ya mtu yoyote kuingia. Ukiachana na mzee Mbale na kiongozi Kiha, wengine wote lazima wapate ruhusa kwa ajili ya kuingia. Hamza alitembea akiwa nyuma yao na walifika katika eneo la ngazi za mawe. Mbele ya mlango wa kuingilia kwenye pango hilo kulikuwa na maandishi makubwa yakisomeka hekalu la Mkwawa. Hamza kauliza ya kwamba kwa nini linaitwa hekalu la Mkwawa. Aliuliza Hamza, ingawa hakuwa na uelewa mkubwa wa kimakabila, alijua Mkwawa alikuwa ni mmoja wa watu wa kabila la Wahehe. Lakini eneo hilo la Nyumbanito lilikuwa limetawaliwa na Wabena kwa kipindi kirefu sana. Basi Hamza akaambiwa kwamba wakati wa vita na wakoloni, Mkwawa aliomba kujificha hapa. Lakini sio hivyo tu, hili ni eneo ambalo lilikuwa la kiibada licha utofauti wa kikabila. Kwa hiyo tunaliita hekalu kutokana na utakatifu wake, na tunafanya matambiko ya mara kwa mara kwa ajili ya kulipa usafi wa kiroho. Basi Hamza alijikuta akielewa, japokuwa hakuelewa kuhusu mambo hayo ama kuyaamini moja kwa moja, lakini alijua ni sehemu ya utamaduni wa watu hao.
Hamza mara baada ya kuingia kwenye pango hilo aliweza kuona silaha mbalimbali zilizokuwa zimepangwa kwenye eneo la mwanzo, zikiwemo mapanga aina ya mundu, mishale ya kamba za ngozi, vishoka, virungu na hata sime ndefu aina ya upanga ukatao kuwili. Zilikuwa ni nyingi mno. Ingawa zilikuwa na hali ya uchakavu, zilionekana kwamba zikifanywa ukarabati zingetumika vizuri tu. Lakini kilichomshangaza zaidi Hamza ni kwamba eneo hilo lilikuwa na harufu hafifu ya damu. Hamza kauliza kwamba master, kuna watu waliokuwa wakipigana ndani ya hilo eneo? Aliuliza hivyo huku akiangalia mazingira ya pango hilo. Master akasema kwamba sijategemea kama utagundua hilo. Ukweli ni kwamba jana kulikuwa na mvamizi aliyevamia hii sehemu. Waliofariki ni walinzi waliokuwa wanalinda eneo la mbele. Hamza akasema Afandikia akamwambia Hamza kwamba Mr. Hamza, tafadhali fanya jambo hili kuwa siri. Bado tupo katika uchunguzi. Aliongea Afandikia. Hasa Hamza hata hivyo hakujali sana. Alikuwa ni mgeni tu hapo, hivyo asingeweza kuzungumzia sana kuhusu mambo hayo. Mbale ambaye ni master akasema kwamba tuachane na hili. Mr. Hamza, hebu njoo nikuonyeshe makusanyo ya kumbukumbu za mbinu za silaha za kambi yetu. Basi longevo Mbale. Msikilizaji, eneo hilo lilikuwa na hali ya joto tofauti na nje ambako kulikuwa na baridi kali. Jambo lilofanya hata vitu vilivyohifadhiwa hapo kuwa katika hali nzuri. Ingawa hakukuwa na ukarabati mzuri wa ndani, lakini kulikuwa na mazingira mazuri kabisa. Hamza alitamani kujua pango hilo lilikuwa refu kiasi gani. Hata hivyo hakutaka kuuliza sana. Mzee Mbale alianza kumuelezea baadhi ya vitu vya kitamaduni vilivyokuwa vimepangiliwa ndani ya eneo hilo kwa namna ya kujivunia kabisa. Alimuonyesha silaha na historia zake hapo ndani. Hata hivyo Hamza hakuvutiwa sana na maelekezo hayo, kwa sababu kupitia pete yake kulikuwa na silaha nzuri na zenye ubora kuliko zote zilizopo hapo. Sasa Hamza bila kukata kona akasema kwamba Mzee Mbale, ninachotaka ni kuona tu mbinu ya matumizi ya silaha ya hiari. Aliongeva Hamza. Jambo lilo mfikisha hapo ni kutaka kujua mbinu ya kuweza kutumia silaha bila kuishika mkononi. Ni sana huko jikoni unataka kukatakata nyama. Sasa unataka utumie mbinu bila kushika kisu ila nyama, kisu kiende kikakate nyama. Ndicho Hamza ambacho nataka. Na hiyo ndio siri kubwa ambayo kambi hiyo ya nyumbani tu ilikuwa nayo. Mbinu ya silaha ya hiari. Mzee Mbale alijikuta akishangaa kidogo, akiuliza moyoni, kwa uwezo aliokuwa nao Hamza, kwa nini hataki kujua kuhusu silaha hizo? Basi akamwambia kwamba hakuna shida Mr. Hamza, ngoja nikupeleke uone maarifa ya mbinu yetu ya silaha ya hiari. Mbinu hii wana haijawekwa kwa yani katika maandishi. Kwa hiyo tunapaswa kwenda ndani zaidi ya pango ili kuweza kuiona. Basi mzee aliendelea kutembea ndani ya pango hilo ambalo lilikuwa na mpaka vitabu vilivyochakaa. Walitembea kama vile walikuwa wakipanda mlima na kwenda kusimama kwenye eneo la juu ambalo lilikuwa na mlango wa chuma. Mr. Mbale alitoa ufunguo aliokuwa nao mfukoni, kisha akaufungua mlango huo na kuingia ndani pamoja na Hamza. Hamza mara baada ya kuingia ndani ya eneo hilo aligundua kuwa lilikuwa tofauti kabisa na maeneo mengine ya pango hilo. Kulikuwa na majabali ya mawe ambayo yalionekana kupitisha mwanga na kugonga katika kuta za mawe ndani ya eneo hilo. Kwa mkao wa mawe hayo ilikuwa ni kama vile ni vioo vinavyoaksi mwanga. Kubwa zaidi ni kwamba eneo hilo lilikuwa wazi kabisa bila ya uwepo wa kitu chochote, jambo lilomfanya Hamza kushangaa. Sasa Hamza akauliza kwamba master, ziko wapi taarifa za mbinu ya silaha ya hiari? Mbona sizioni? Baada ya Hamza kuuliza hivyo, mzee yule alitoa tabasamu, kisha akaanza kunyoosha kidole kuelekeza maeneo yote ya eneo hilo. Akasema zipo hapa, kila mahali zipo. Hamza alijikuta akiangalia kwa makini. Na pale aliweza kugundua kulikuwa na alama mbalimbali
kwenye kuta za majabali. Alama zote hizo zilikuwa ni za kuchorwa na kitu kama silaha. Hivyo zilikuwa katika engo za kushangaza kiasi cha kumfanya Hamza kuona si watu wa kawaida waliozichora. Hamza kauliza kwamba unamaanisha hii michoro kwenye mawe ndiyo taarifa za silaha ya hiari? Aliuliza Hamza, alionekana kupata mwanga. Sasa Master Mbale akasema ya kwamba ndio Mr. Hamza. Hakuna kitabu wala taarifa zozote za siri juu ya mbinu ya silaha ya hiari. Ni zaidi ya alama unazoona kwenye mawe. Hakuna. Sababu kubwa kwa nini silaha ya hiari ni ngumu kuielewa ni kwa sababu taarifa zake zipo katika muundo huu wa mafumbo. Hakuna mtu yote anayejua mbinu hii ikoje katika ukamilifu, na pia hatujui aliyeandika hizo alama alikusudia nini. Hivyo tulishia tu kutunza hili eneo mpaka leo, na kuna habari zinasema walioandika hizi alama si watu wa kabila letu, ila tulirithi tu hili eneo. Alieleza hivyo Master Mbale. Sasa Hamza mara baada ya kusogea na kuanza kuangalia alama hizo kwenye hayo mawe, alijikuta akishindwa kujua cheke ama mali. Mpaka hapo alikuja kuelewa kwa nini hakuna mpiganaji yeyote wa kambi hiyo aliyewahi kuelewa kuhusu maelezo ya mbinu hiyo ya silaha ya hiari. Kwa sababu kwa michoro hiyo, nani ambaye anaweza kuelewa? Kwanza hakuna sehemu iliyoonekana kama ndio pa kuanzia, hamna. Yaani ni kama vile mtoto alikuwa akicharanga tu mawe na kuonyesha kile anachowaza. Sasa Master Mbale akasema ya kwamba katika maisha yangu nilijaribu kujifunza hizi mbinu, na pia nimekuja kugundua hizi alama ni ngumu sana kuzitengeneza kwenye haya mawe kwa sababu ni magumu mno. Lakini ukiangalia mikato yake, mtu aliyefanya hivi alionekana kufanya kwa wepesi mkubwa. Tena kwa kutumia silaha yenye makali na kufanya alama kuwa na muonekano mzuri. Ndio maana mpaka leo watu wengi wanaamini ni alama zilizoachwa na viumbe wasio wa kawaida. Alongevu Master Mbale. Hamza alisha kutingisha kichwa chake tu, kisha akasema ya kwamba naweza kukaa hapa ndani kwa muda, nataka kuangalia kwa umakini kuona kama nitagundua kitu. Basi Hamza alishia kuhitaji muda wa kufikiria kuhusu alama hizo akiwa mwenyewe. Vinginevyo kama atatembea tu na kuangalia alama hizo, hatojua pa kuanzia. Ukweli ni kwamba kwa mtu wa kawaida angeweza kuona alama hizo ni za kitoto tu na kuziita mbinu ya silaha kuwa ni ujinga. Lakini Hamza hakuona kuna sababu ya Master Mbale na Mzekia kumdanganya. Basi Hamza akaambiwa kwamba bila shaka Mr. Hamza, mimi na Kia tutaondoka na kukuacha. Kwa hiyo unaweza kukaa hapa tu bila wasiwasi, na hakuna atakayeingia kwenye hekalu hii siku ya leo. Hamza akasema shukrani sana Mzee Mbale. Basi aliongevu Hamza mara baada ya kuona kaaminiwa sana. Istoshe eneo hilo lilionekana kuwa sehemu takatifu zaidi kwa watu hao wa kambi ya nyumbani tu. Sasa Master Mbale akasema ya kwamba Mr. Hamza, yani usiwe na wasiwasi kabisa. Ukweli ni kwamba tunaamini yani kutokuweza kwetu kuzielewa alama hizo ni kwa sababu tu sisi si warithi waliokusudiwa. Kwa hiyo pengine unaweza kuwa mlengwa uliyekusudiwa, kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Baada ya Master Mbale kuongea hivyo, Afande Kiha akasema ya kwamba kwa uelewa hali ya juu uliokuwa nao Mr. Hamza, ninaamini hauwezi kutoka bure. Hamza akasema unajua mpaka hapa bado nimechanganyikiwa. Nataka tu niangalie kama nitagundua kitu, ila siwezi kuthubutu kusema nina uwezo mkubwa kuliko watu wote waliowahi kuona alama hizi. Wazee, naomba msiwe na matarajio makubwa. Basi Mr. Mbale alicheka akasema Mr. Hamza, hauna haja ya kujishusha hivyo bwana, sisi tutakuacha. Mara baada ya kuongea hivyo, Master Mbale na Mzekia hawakukaa tena, waligeuka na kuondoka kwenye pango hilo. Hamza alisubiri mpaka eneo hilo liwe na utulivu. Kisha aliutuliza moyo wake na kuanza kuangalia mikato ya alama hizo kwenye mawe. Wakati akisoma alama hizo, alikuwa akijiuliza ni kitu gani ambacho kilikamilisha kukata kwa ustadi mkubwa mikato hiyo. Sasa alijiuliza, je, ni alama zenyewe zilizokuwa zikitoa taarifa au ni namna mikato hiyo ilivyofanyika ndipo siri ilipo?
Lakini Hamza mara baada ya kuangalia aligundua kulikuwa na zaidi ya alama 1000 kuanzia chini kwenda juu katikati ya mawe hayo yaliyozunguka. Hata hivyo eneo hilo lilionekana kupata giza haraka. Lakini ilikuwa ni bahati kwa Hamza kuwa hakuathirika sana na giza. Hamza alitulia kwa muda mrefu. Bado hakuwa amekata tamaa. Giza liliendelea kutawala mpaka pale alipohisi mwanga wa mwezi ukiingia eneo hilo na kumulika makovu hayo ya silaha kwenye mawe. Hamza alishia kusimama katika eneo moja na alikuwa amekariri karibu majeraha yote ya kisilaha, lakini hakupata kitu chochote. Hamza pale pale aliona alale chini na kisha kuangalia alama hizo kwa engo mbinuko. Mara baada ya kuangalia alama hizo kutoka chini kwenda juu, hajikuta gundua jambo. Hamza aligundua kwamba alama hizo za silaha zilikuwa zikionekana tofauti kulingana na engo tofauti. Hamza pale pale alijikuta akianza kubadilisha mikao. Alisimama, kisha akachuchumaa, akalala kifudifudi, kisha akasimama, akapiga sarakasi na miguu juu kichwa chini na aina nyingine tu ya mikao kadri alivyoweza. Hamza mara baada ya kufanya hivyo, aligundua alama hizo za silaha zilikuwa zimetengenezwa katika engo tofauti tofauti na si katika mkao wa aina moja. Lakini hata hivyo aligundua kitu kingine. Kwa vyovyote vile ni vigumu kwa mtu kuweza kufanya jambo hilo kwa kushika silaha mkononi, kwa sababu kulikuwa na nyingine zilizo chini sana kiasi kwamba labda kibwengo ndiye angeweza kushika silaha. Sasa pale pale aligundua kwamba sababu ya uwepo wa engo tofauti tofauti wa alama hizo ni kutokana na mbinu yenyewe. Silaha ya Yari haikuwa silaha ya kushikwa kwa mkono. Maana yake ni kwamba ilikuwa ni silaha ambayo ilikuwa ikitengeneza alama hizo pasipo kushikiliwa, na hivyo kutengeneza uwezekano wa makovu hayo kutokea kwa engo tofauti tofauti. Hamza alijikuta akipata tetemeko la kifikra. Ilikuwa ni kweli. Mara baada ya kufikiria kwa usahihi, aliweza kuona. Ukiangalia alama hizo katika mtazamo wa kibinadamu, hauwezi ukapata jibu. Lakini ukiziangalia katika mtazamo wa silaha yenye uhai binafsi, majibu yanapatikana. Kwa sababu kwa akili sio ya kawaida, alama hizo za silaha hazikutengenezwa na binadamu, bali ni silaha yenyewe. Sasa Hamza mara baada ya kupata hitimisho hilo, alijikuta akianza kuangalia alama zile kwa mtazamo tofauti, moja baada ya nyingine. Alianza kuvuta taswira yeye mwenyewe akiwa ni silaha ambayo ilikuwa ikitengeneza makovu hayo. Na kama yeye ndio silaha, je, tao la mitupio, yani trajectory ya silaha hiyo litakuwa katika mwelekeo upi? Hasa Hamza ili kukamilisha kile anachokiona kwenye fikra zake, alianza kuruka kwa staili mbalimbali kulingana na namna alama zilivyokatwa na kutumia mbinu ya ukanzi wa makadirio ya masafa. Hamza alitumia uwezo wake na nguvu za mwili ili kutengeneza mtao sahihi unaoendana na mikato hiyo. Ghafla tu Hamza alibadilika kutoka kuwa mtu na kuwa kama kitu kinachozunguka kwenye pango hilo kwa spidi kubwa, huku yeye mwenyewe akiwa katika hali ya kukariri kila njia anayoipitia. Kwa muda alikana kujiuliza, mtu aliyeweza kusababisha uwezekano wa alama hizo alifanikisha vipi? Maswali ambayo alikuwa anajiuliza Hamza ni sawa na maswali ambayo watu wengi wanajiuliza, ni ile piramidi ya Misri imejengwa vipi? Kulikuwa kuna teknolojia gani iliyotumika kujenga hiyo piramidi? Ni binadamu gani waliweza kufanikisha hilo? Kwa hiyo maswali ndo kama hayo. Haikueleweka hata ni muda kiasi gani Hamza alikuwa ametumia. Lakini alikuwa ameshaacha kuzunguka na badala yake alikuwa amekaa chini sakafuni, akiwa amekunja miguu na kufumba macho kama anafanya tahajudi, huku alama za mikato zikiwa zimejaa akilini mwake. Sasa Hamza alijiambia kwamba pengine kama ataelewa mwelekeo wa mtao wa silaha hizo,
basi pengine anaweza kujua mwanzo wake ukoje, speed iliyotumika ilikuwa kiasi gani, na pia ni nguvu ya aina gani iliyotumika. Lakini sasa kadri alivyokuwa akifikiria, alianza kuhisi ugumu wa jambo hilo. Mwanzoni aliona ingekuwa rahisi, lakini kadri alivyofikiria ndivyo ugumu ulivyozidi kuongezeka. Akasema pote bwana, kwa sababu nishazikariri, nitaondoka kwanza. Sasa mara baada tu ya kuhisi ametumia muda mrefu kukaa ndani ya eneo hilo, aliamua kutoka. Isitoshe tumbo lake lilikuwa lishaanza kupaniki kwa kukosa chakula. Nje mwezi ulikuwa ukiwaka, ikionyesha usiku ulishaingia muda mrefu tu. Ndani kulikuwa kuna joto na kumfanya kuhisi ubaridi mara baada ya kukutana na upepo uliojaa kiwingu. Mara baada ya kufika eneo la kutokea, aliweza kuona walinzi waliokuwa katika level ukamilifu wa mwili wakilinda eneo la kuingilia kwenye pango hilo. Asa kiongozi wa walinzi hawa akauliza kwamba Mr. Hamza ndio unatoka? Hamza akasema kwamba mmeanza saa ngapi kulinda? Si Master Mbale akasema hakuna mtu yote atakayeingia humu leo. Baada ya Hamza kuuliza hivyo, akajibiwa kwamba Mr. Hamza, inaonekana ulikuwa upo deep sana na ulichokuwa ukifanya. Umekaa ndani ya pango kwa siku 2, leo ni siku ya 3. Hamza libeki akashangaa akasema nini? Kwanza wale walinzi wenyewe walionekana ni kumshangaa na walicheka. Hamza alijikuta akibung'aa kama mtu asiamini. Haraka aliingiza mkono kwenye mfuko wake na kutoa simu. Lakini aligundua haikuwa na chaji kabisa. Akajiuliza, yaani nimekaa ndani ya pango kwa siku 3? Hamza alijikuta akishindwa kujua acheke amalie. Sasa akauliza kwamba Master Mbale na kiongozi mkuu kwa nini hawakufika kunishtua? Mwanafunzi akajibu ya kwamba viongozi wote waliingia, lakini walishia kutoka na kusema tusije kukusumbua. Sasa Hamza alishia kutabasamu tu, na kisha alitingisha kichwa na kumgusa mwanajeshi yule bega lake, kisha akaanza kutembea kurudi kwenye chumba chake. Ile anafika tu, aliweza kumkuta Fiona akiwa amesimama nje ya chumba chake, akiwa ameshikilia kikapu mikononi mwake. Hamza kauliza kwamba Fiona, ulikuwa unanisubiri ama? Fiona akasema unaongea ujinga nini? Nikusubiri kivipi? Sasa umejuaje mimi natoka leo? Mimi nimwambia kiongozi wa ulinzi kunitaarifu kwa kunipigia simu ikiwa utatoka. Kwa hiyo ndo nilijua. Hamza kusikia hivyo alijikuta akihisi ajabu kwenye moyo wake, na kujiuliza kwa nini huyu mwanamke anaonekana kumjali sana. Hasa mara baada ya kuangalia kikapu alichoshikilia Fiona, aligundua ndani yake kulikuwa na mahotpot ya chakula, na kuona mbona kama jambo hili linachukua sura nyingine. Fiona, usiniambie ulikuwa ukiogopa nitakufa njaa. Sasa wewe hujala kwa siku zote hizo 3, ina maana hauna njaa? Njaa? Mimi nilikuwa sina njaa. Ila baada ya kufikiwa na harufu ya chakula nahisi tumbo kunitetemeka. Nilijua tu hiki chakula ni cha moto. Nimekipakua jikoni moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza kwenda kula ndani. Aliongea Fiona akiwa na hali ya furaha. Ingawa Hamza alihisi moyo wake kuwa wa joto, lakini kwa wakati mmoja alishindwa kujizuia na kuhisi ajabu kwenye moyo wake. Aliona kabisa Fiona alikuwa akimsubiri. Vinginevyo ingewezekanaje kuandaa chakula haraka namna hiyo? Sasa Fiona akasema, "Wewe unasubiri nini sasa? Nenda ndani ukale." Hamza alishia kufungua mdomo tu kujishangaa, na kisha alifungua mlango kuingia ndani. Lakini ile anataka kupokea kikapu kile, alishangaa kuona na Fiona ameshazama ndani ya chumba hicho. Inaonekana hakuleta tu chakula. Hamza singemfukuza mwanamke huyo, lakini mara baada ya kukumbuka bafuni kuna tundu la kupiga chabo, alijikuta akihisi wasiwasi kwenye moyo wake. Mara baada ya Fiona kuingia ndani, alianza kutoa mabakuli yale ya chakula na kuweka juu ya meza. Akasema kwamba sio chakula kizuri sana, ni wali mkavu tu na supu ya nyama. Hatupo mjini hapa kuagiza chakula haraka haraka. Hamza alishia kucheka tu. Akasema ese, naona aibu, star mkubwa kama wewe wa kimataifa kuniandalia chakula mezani, ese ili nile. Fiona akasema, mwacha zako bwana, kipi cha kuona aibu sasa?
aliongea Fiona huku akibitua midomo. Hamza alishia kucheka tu, na kisha alichukua kijiko na kuanza kula kwa spidi huku akinywa na supu na kula nyama ya kuku wa kienyeji. Hamza alijua kwamba kwa sababu mwanamke huyo alishaandaa chakula atatoka na kumwacha, lakini nani angejua mwanamke huyo atakaa chini na kumkodolea macho wakati wote? Bi Fiona, kwa nini unaniangalia namna hiyo? Mimi nataka kujua tu kama umeweza kujifunza hiyo mbinu ya silaha ya Yari. Nawezaje kujifunza kirahisi hivyo? Ina mkanganyiko mkubwa mno na nimeshindwa kabisa kupata viashiria. Nimeweza kukariri tu baadhi ya mambo. Haya, huna haja kuwa na wasiwasi. Watu wote wa kambi hakuna ambaye amefanikiwa kuibobea. Babu alijifunza tokea akiwa mdogo, lakini aliweza tu kujua kidogo tu. Kwa hiyo unaweza kuendelea kukaa hapa kambini kwa muda kidogo na kuendelea kukumbuka vizuri. Hili eneo ni zuri sana kwa ajili ya kujifunza. Hamza alijiambia katika moyo wake ya kwamba alikuwa ameshakariri mbinu zote za mikato kwenye mawe yale. Lakini kama kweli anataka kugundua siri yake, pengine kwa mazingira hayo anaweza kufikiria kama aondoke au abaki. Hamza kwa kuona mikato ile alijikuta kijawa na hamu kubwa ya kugundua siri iliyopo nyuma yake. Isitoshe, itakuwa ni ufunuo mwingine kabisa wa silaha ambao hakuwahi kufikiria. Sasa Hamza akasema kwamba Fiona, asante kwa kuniandalia chakula. Naona muda umeenda, wewe unaweza kuondoka tu. Mimi nitaweka sawa vyombo baada ya kumaliza. Aliongea Hamza akiwa na wasiwasi kidogo. Isitoshe, aliona kama Fiona ataendelea kubakia hapo ndani muda mrefu kunaweza kutokea tatizo. Sasa Fiona naye akasema kwamba sina haraka ya kulala na pia chumba changu siniki hapo tu. Ukimaliza mimi nitaondoa vyombo na kuvipeleka nje. Mara baada ya Fiona kuongea hivyo, alisimama na kuanza kutembea kwa kuzunguka humo chumbani. Hamza alihisi moyo wake ukihama upande. Ilikuwa sawa kama mwanamke huyo akikaa tu. Kwa nini sasa anaanza kuzunguka? Unajua babu na baba ni watu wenye mitazamo ya kizamani sana. Hela nyingi tu anazo, ila hawataki hata kurekebisha hivi vyumba. Yaani unaishi kwenye kasiri la kifahari kule Dar, lakini umekuja kwetu na kufikia sehemu kama hii. Aisee, naomba unisamehe sana. Usiwe na wasiwasi, mimi sijazaliwa tajiri. Aliongea Hamza akilazimisha tabasamu. Lakini ni muda ule aliweza kumuona Fiona akielekea upande wa bafuni. Na haraka Hamza aliuliza kwamba Fiona, unataka kwenda chooni? Naangalia tu kulivyo, nataka nione kama naweza kurekebisha. Hamza kuona hivyo alijikuta akitaka kupaliwa na chakula, huku macho yake yakitaka kumtoka. Lakini asingejaribu kumfukuza na kumkataza mwanamke huyo, maana ni kama angejiumbua waziwazi. Ilikuwa ni bahati Fiona alifanya kuchungulia tu na kisha akarudi upande wa meza na kukaa chini. Fiona akasema, "Wewe Hamza, hebu naomba nikuulize swali." Hamza moyo wake ulishtuka. Akauliza, "Nini tatizo? Wewe una wanawake wangapi?" Mara baada ya Fiona kuuliza swali hilo, alijikuta akigeuka kulia na kushoto akiona aibu. Sina wengi sana. Labda 5 au 6 hivi. Ila mke wangu anawajua wote. Sio kama eti mimi ni msaliti. Hapana, mke wangu anawajua wote. Yaani mfano wewe mwenyewe unajua kwamba Dina nilikutana naye kabla ya kumwoa Regina. Sasa unajielezea nini sasa? Ulikuwa na utamaduni wa Afrika. Lakini hata sasa ni kawaida kwa mwanaume wa aina yako kuwa na wanawake kadhaa nje. Inategemea na ujuzi tu wa kumfanya mkewa wakubali. Hamza alijikuta akishangaa. Alidhani Fiona angemlaumu kwa kumsaliti Regina, lakini kwa nini anaonekana kusapoti swala lake? Kwamba ni kawaida tu kwa mwanaume kuwa na wanawake wengine nje, ila tu mke akubali. Sasa Hamza akiwa serious akasema kwamba nilijua fika mimi sio mtu mzuri, najijua sana. Ila nitafanyaje sasa? Kitu pekee ni kuwajali wote kadri ya uwezo wangu. Basi Fiona alishia kutingisha kichwa kwa namna ya kuonyesha kwamba alikuwa akielewa. Kisha kauliza kwamba kwa nini wewe na Regina hamkufunga ndoa ya kawaida? Na kwa nini mpaka sasa hamlali chumba kimoja au hampendani? Mimi na mke wangu tunapendana sana tu. Uhusiano wetu umepitia majaribu mengi ya kifo na uhai. Sasa unawezaje kusema tupendani? Ni kwa sababu tu Regina ameniwekea sharti la kumchumbia.
na mpaka sasa bado sijajua ni namna gani nitalikamilisha hilo kuonyesha utofauti. Nikikamilisha hilo tutaweza kulala pamoja. Kumbe ndo hivyo. Angalau umekuwa mwazi sasa. Ila kwa upande wangu naona ni uzembe wako tu wa kuvumilia. Kama ni mimi, ningeshavamia chumba chake na kufanya yangu muda mrefu tu. Unawezaje kumvumilia mwanamke mzuri kama Reggie? Fiona, mimi nimeongea ukweli na wewe umeukubali. Kwa nini kama sasa unanikejeli? Mimi sio kama na ukejeli Hamza. Unajua mimi nakusifia kwa kuweza kuvumilia Nimemsikia baba na babu wakisema watu wa familia ya mzee na kitengo cha Malibu wanakuheshimu sana kwa sababu una nguvu. Wanaume kama wewe lazima mtakuwa na nguvu za kiume za kutosha, lakini bado umeweza kumsikiliza mkeo na kuendelea kuitwa mume wake pasipo kumgusa. Imenishangaza sana. Unajua Regina ni mke wangu na namuonea huruma kwa tabia zangu. Hivyo sidhani kama ni heshima kumlazimisha kwa jambo dogo kama hilo. Haitakuwa na maana kama si hiari yake, au unaonaje? Na upo sahihi. Hata hivyo naona nakusumbua na maswali mengi wakati unakula. Nitakaa kimya umalize. Anaongea Fiona. Hata hivyo Hamza alikuwa ameshamaliza nusu ya chakula hicho wakati alipokuwa akiongea. Hivyo alimalizia chakula kilichobakia haraka na alionekana kuridhika. Asa Fiona mara baada ya kuona Hamza amemaliza, aliondoa vyombo na kusafisha meza vizuri tu. Hakuonyesha ile hadhi ya kuwa mtu maarufu kabisa. Na muda huo alionekana kama mke wa nyumbani. Asa mara baada ya kumaliza kusafisha meza, Fiona aliona sasa nguo za Hamza zilikuwa zimezagaa kwenye kiti. Alizikunja na kuziweka vizuri. Unajua leo kusaidia kuosha nguo zako si waungwana. Hata kama wamezisafisha, si wangezikunja na kuziweka vizuri namna hii jamani. Hamza alikuwa akiangalia hayo yote, tena akiwa pembeni, ni kama hakuwa ameyazoea. Isitoshe tabia ambayo Fiona alikuwa akimjua nayo ilikuwa tofauti. Mbona uniangalia hivyo? Unajua sijategemea kama una upendo huo. Wewe mimi pia ni mwanamke, sawa usinione kama mtoto akishua ambaye anajua tu kuvaa na kutupa nguo. Mimi sikudekezwa kama unavyowaza. Mara baada ya kuongea hivyo, alinua kikapu na kusema mimi naenda zangu chumbani kulala. Kwa unaweza pia kupumzika mapema maana kukaa kwenye shimo kwa siku 3. Basi Hamza alisha tu kumwangalia mwanamke huyo akitoka kwenye chumba chake na kufunga mlango. Hatimaye alitoa pumzi ya uweni huku wakati mmoja macho yake akiangalia uelekeo wa bafuni. Sasa Hamza hakujua kama Fiona tayari alikuwa ameoga, lakini wakati akiwa hapo aliweza kunusa harufu kwenye mwili wake. Ilionekana sio harufu ya sabuni aliyokuwa akitumia kawaida. Hamza alijikuta akijichapa kibao kwenye paji la uso na kujiuliza kwamba kwa nini bado anaendelea kufikiria kumchungulia mwanamke huyo? Napaswa kufikiria swala la silaha ya hiari, wapi pa kuanzia, sio kuanza ujinga. Basi haraka aliingia bafuni akaoga, kisha akajilaza kitandani. Wakati huo akiwa anawaza kuhusu mbinu ya silaha ya hiari, ghafla alisikia sauti za kumwagika kwa maji. Kitendo cha mwanamke huyo kuanza kuoga kilimfanya apoteze utulivu wa mawazo. Alijiambia kuwa kwa sababu ametumia siku nyingi kufanya mazoezi, mwili unapaswa kupumzika pia, na hata macho yanapaswa kupata virutubisho. Sasa Hamza alijipa sababu 100. Kisha akanyata na kuingia bafuni. Akaendelea na shughuli ya kupiga chabo. Hamza ni kama alikuwa akijitesa mwenyewe, kwa sababu mara baada ya kushuhudia uzuri wa mwili wa Fiona, usingizi ulipotea kabisa. Hivyo alijilazimisha kufanya mazoezi ili kuzima moto wa mwili wake. Bila kuelewa kulikuwa kumekucha tayari. Asubuhi Hamza alitoka kwenye chumba chake na mara baada ya kumuona Fiona alimsalimia huko akiwa kawaida kana kwamba hakuna kilichoendelea. Lakini tatizo ni kwamba mwanamke huyo mbele yake licha ya kuwa amevaa nguo, alikuwa akimuona kana kwamba yupo mtupu na kufanya mapigo ya moyo wake kuanza kudunda. Sasa baada ya kifungua kinywa, Mastambali alimuuliza Hamza kuhusu alichopata kwenye makovu yake na Hamza hakuficha chochote. Mara baada ya kumsikia Hamza akisema kwamba wanapaswa kuangalia makovu yale kwa engo tofauti, Mzembale na mwanae walijikuta wakishangaa mno. Mzembale akasema kwamba kumbe hivyo ndio namna ya kuyasoma. Mimi nimeangalia alama hizo kwa zaidi ya miaka kadhaa, lakini sijawahi kuwaza kwamba inapaswa kuiangalia kwa namna tofauti.
Anaongea hivyo Mzee Mbale. Mzee Mbale akaendelea kusema kwamba nilikuwa nikidhani siri yake ni kutumia nishati za mbingu na ardhi yaani kuweza kudhibiti silaha pasipo kuishika. Lakini baada ya maelezo yako naona kuna utofauti mkubwa wa uelewa wangu Mr. Hamza. Hakika wewe ni mtu wa tofauti sana. Ni kwamba ni bahati tu. Isitoshe kila mtu anaangalia mambo kwa hali tofauti. Hivyo mzee wangu usidharau uwezo wako. Kweli unajua ni kwamba baada ya kugundua hili, unajua umefanya mbinu hii kuwa ngumu zaidi na zaidi. Yaani ni sawa na kusema napaswa kuanza mwanzo kabisa kuendana na maelekezo yako. Anaongea tena hivyo. Basi Hamza alieleza tofauti, yaani utofauti wa mbinu hizo na namna za kawaida za kutumia silaha, jambo lilomfanya mzee huyo kumsikiliza kwa makini. Mr. Hamza, mimi kama mzee nina maoni yangu juu ya hii mbinu ya silaha ya hiari. Nadhani ungenisikiliza kidogo. Ingawa kambi yetu imebobea katika ufunuo wa mkao, yani wa mkato wa nishati kuipa nguvu silaha. Kuhusu hii mbinu, mimi nadhani inahitaji zaidi nishati ya silaha yenyewe kuungana na silaha ya anayetaka kuitumia ili kuishikilia na kuweza kuidhibiti. Hata hivyo, licha ya kwamba nilifanikiwa kuinyanyua silaha kwa kutumia uelewa huu, nimegundua nishati ya silaha yenyewe ni ndogo sana kuifanya kuwa na maajabu. Kwa hiyo mzee, unachojaribu kusema ni kwamba silaha kama silaha ina nguvu yake ya kinishati, na kama itaungana na nishati yangu mwenyewe, matokeo yanaweza kuwa makubwa, si ndio? Ndio. Nadhani siri ya silaha ya hiari ipo kwenye uhai wake binafsi. Ukielewa uhai wake, ni rahisi kuipa maelekezo kupitia nishati zako, na inaweza kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo hayo ndio mawazo yangu niliyoweza kupata katika kipindi chote nilichojaribu kujifunza. Hamza alimsikiliza mzee huyo na kumuelewa kile anachojaribu kumaanisha. Hata hivyo, kupitia maelezo hayo, aliingiwa na wazo lingine la tofauti. Hamza alijiuliza, kama silaha yenyewe ina nishati inayoweza kutumiwa kuidhibiti, haya vipi kuhusu silaha ya kusudi? Isitoshe, silaha ya kusudi ni nguvu ya mapigo ambayo uhiari wa mtu huinua nishati ya mbingu na ardhi na kuifanya kuwa silaha ya shambulizi. Hivyo ni sana kusema kwamba silaha ya kusudi ni ufunuo wa nguvu za kiroho ambao mtu mwenyewe hupata kutokana na mazingira. Ndio maana inaweza kuwa tofauti baina ya mtu na mtu. Sasa kama kutegemea nguvu ya silaha, si itamaanisha silaha ya kusudi inaweza kuwa bora zaidi kuliko mbinu ya silaha ya hiari. Sasa Hamza alijiambia kwamba kwa mikao ile kwenye yale mawe ni ushuhuda kwamba kuna maelezo yapo kinyume. Na pale Hamza alisema kwamba jamani, mimi nitatoka hapa na kwenda kutafuta eneo ambalo naweza kujifunza hii mbinu vizuri. Kwa hiyo msije kunihesabu kwenye chakula cha mchana wala cha usiku. Fiona kauliza kwamba unaenda kujifunzia wapi? Sasa mzee Kia akasema kwamba acha kumsumbua Mr. Hamza bana na maswali mengi. Lazima kuna kitu amegundua na anakwenda kutafuta sehemu tulivu. Hamza akasema, Fiona, nitatoka kwenye msitu huu na kutafuta msitu mwingine wenye mazingira mazuri zaidi ya kunifanya nijifunze. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Mimi siwezi kufa na njaa. Fiona akasema, mbona nadhani najali basi? Wasiwasi wangu ni jambo baya likikutokea. Regina atanilaumu sana kwa kutokumjali mume wake. Aliongea Fiona akivuta midomo. Hamza hakutia neno. Mara baada ya kutoka eneo hilo, alianza kukimbia kutoka kwenye mlima na kwenda porini zaidi. Mpango wake ulikuwa ni kutafuta sehemu iliyojitenga zaidi, ili isije ikatokea akafanya uharibifu usiotarajiwa. Hasa Hamza mara baada ya kukimbia kwa muda mrefu, alishindwa hata kujua msitu aliokuwemo ulikuwa ni upi. Alishafika eneo la vijiji, akapita na kwenda msitu mwingine kisha kuendelea mbele. Mwishowe alifika eneo lililotawaliwa na ukungu wa asubuhi na baridi kali. Alisimama kwenye jabali na kuchunguza mazingira, akiona si mbaya kutulia hapo. Basi pale alitoa silaha kutoka kwenye pete, akaishikilia mkononi mwake, kisha mara baada ya kuishika, alijenga nguvu ya nia katika akili yake na kuanza kutawala nishati za mbingu na ardhi. Pale alifanya mfyeko wa ustadi wa juu, akilenga jiwe, akijaribu kutengeneza kovu kama lile kwenye pango.
Hata hivyo alishia kupasua jiwe badala ya kulikata. Akaweka silaha ile chini, kisha akatulia chini ya ardhi na kuanza kuvuta fikra zake karibu. Ile silaha aliichomeka chini. Akasogea mbali na kuanza kujiambia mkono wake ndio silaha. Akaanza kujengea nguvu ya nia, akiwa na mpango wa kurefusha mkono wake kinguvu ili kushika silaha ile. Sasa mara baada ya kufanya vile, alifanikiwa kabisa kutengeneza nguvu ya nishati za mbingu na kuinua silaha ile juu. Hata hivyo haikuwa kuishika silaha ile, bali kuifanya ielee kama vile inapulizwa na upepo mkali. Na alishindwa kabisa kuidhibiti kwa hiari. Alijaribu kuisukuma mbele kulenga jiwe, ila hata hivyo hakukuwa na utofauti na shambulizi la kusudi. Hamza alichotaka ni shambulizi la silaha ya hiari ambalo linafanywa na upanga wenyewe na si kwa nguvu ya nia. Hata hivyo Hamza hakusikitika sana kwa matokeo hayo. Ni matokeo ya kawaida kwake, kwa sababu kama kweli ataweza kujua siri ya silaha hiyo ya hiari, basi ingekuwa ni ujinga kuamini hakuna mtu yote ambaye angeshindwa kuijua kwa miaka yote hiyo. Katika kujifundisha vitu mwenyewe, Hamza alikuwa amejijengea uvumilivu mkubwa. Vinginevyo, mara baada ya kupoteza uwezo wake wa nishati, asingekuwa na nguvu kubwa namna hiyo ndani ya miaka 3 pekee. Alikuwa amepitia majaribu mengi sana yaliyofeli. Majaribio mengi mno, na hata kukumbwa na hali ya kukata tamaa, lakini alipiga moyo konde na kuwa na tumaini kuwa lazima atapata kitu. Na matokeo yake yalikuwa wazi. Hivyo hakuchanganywa na ugumu wa mbinu hiyo ya silaha ya hiari na kujaribu tena na tena na tena. Basi siku nzima ikapita na Hamza kuwa amekata tamaa. Badala yake alikuwa na furaha mara baada ya kufanikiwa kudhibiti kwa kiasi fulani silaha hiyo na kuifanya ipae hewani. Sasa Hamza hakuogopa usiku kwenye pori hilo. Mawazo yake yalikuwa yamejaa yale makovu yaliyoachwa ndani ya pango. Mara baada ya kujipa tumaini kuwa ataweza, hatimaye aliweza kwa kiasi fulani kuidhibiti kwa hatua kubwa silaha hewani na kuifanya iwe na mwitikio mzuri. Hata hivyo aligundua jambo moja ambalo lilionekana kuwa ni kama tatizo. Kitendo cha kutumia nguvu ya kusudi kutawala silaha, alishindwa kutengeneza nia nyingine ya kuongeza nguvu ya silaha ile. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba alikuwa akiipa silaha uhai wa kuelea hewani. Hilo ndio lilikuwa kusudi lake, lakini hakuweza kujenga kusudi lingine wakati silaha ikiwa angani. Matokeo yake ni kwamba silaha ile ilikuwa na nguvu ndogo ya kuleta matokeo kuliko kama nguvu ya kusudi ingetumika kwa ajili ya uharibifu moja kwa moja. Sasa kwa lugha nyepesi tena msikilizaji, kama matokeo ya kutumia silaha ya kusudi ni sawa tu na ya hiari, hata akijaribu kuidhibiti silaha hiyo, sieri sasa endelee kutumia tu nguvu ya kusudi kwa sababu hakuna kinachoongezeka. Sasa Hamza ajikuta akiongea mwenyewe kama chizi, akasema kwamba hii inazidi kuchanganya sasa. Kama kweli silaha ya hiari ilikuwa na nguvu ya kutengeneza makovu yale, amefanikisha vipi kuipa nguvu hiyo? Lakini muda ule ule alijikuta akihisi njaa kali. Alijiambia kwamba kama vipi arudi tu nyumbani tukula, na kisha angeendelea kutafuta njia nzuri zaidi ya kujifunza. Hamza alijua kwamba akiendelea kujilazimisha kujifunza kwa njia hiyo angepoteza muda wake kwa kiasi kikubwa. Hivyo kwa ugumu wa mbinu hiyo, ni bure kufanya kitu ambacho anajua fika kitakuwa na matokeo. Hasa pale alianza kutembea kurudi uelekeo alikotoka, lakini alipiga hatua chache tu, mara ghafla mbele yake aliona katikati ya pori moshi ni kama ukinuka fulani hivi. Hamza aliona ni ajabu kwa sababu eneo hilo lilikuwa ni pori zito na ni vigumu kuona mtu kuwepo ndani eneo hilo. Na tena na moshi kabisa. Sasa Hamza alijikuta kijao na shauku na kujiambia kwamba kama kuna mtu ana moto, si bora zaidi kuinda mnyama na kumchoma kuliko kurudi mbali kwenda kula. Basi alijikuta akishindwa kujizuia na pale alikata shauri na kufata uelekeo wa sehemu inayotoka moshi. Kadri alivyokuwa akisogea, alikuwa akihisi kabisa uwepo wa mtu, lakini mtu huyo alizidi kuwa wa kawaida kadri alivyovuta hisia za nguvu zake. Hamza alitembea kusogelea eneo hilo na pale akaanza kuona sehemu iliyokuwa imefekwa na kuwa na wazi katikati.
Huko alimuona mwanaume aliyekuwa amevalia kawaida akionekana kukaa karibu na moto unaowaka. Mtu huyo bwana alikuwa amevaa koti la rangi ya ugoro na suruali ya jeans. Alikuwa na muonekano wa kawaida sana kiasi kwamba ni vigumu kusema alikuwa ni mwindaji. Mwanaume huyo kwa haraka alionekana kuwa na umri wa miaka 40 hivi. Alikuwa na ngozi fulani hivi ya kuashiria hadhi fulani. Sasa yule mwanaume mara baada ya kumuona Hamza hakuonekana kushtuka wala kushangaa, badala yake alitabasamu kwa namna ya kupepesuka macho. Yule mwanaume akasema kwamba bro, na wewe upo hapa kuinda kwale? Hamna, nilikuwa nikipita tu, aliongea Hamza huku akiangalia kwale watatu waliokuwa wamefungwa kwa kamba miguuni. Oh, nani umefanikiwa kuwawinda? Umewezaje kuwapata wengi hivyo? Haba na haba ujaza kibaba. Mimi nianza kurusha tu na kuwategea mitego na hatimaye nimefanikiwa. Aliongea hivyo kwamba alianza kurusha mawe na hatimaye kama amefanikiwa, lakini baadaye akasema ya kwamba bro, karibu, lazima pia utakuwa na njaa. Mimi napanga kuandaa hapa ni watafune. Aliongea bwana wa makamo. Hamza alikuwa na njaa, hivyo hakujivunga. Lakini swali likaibuka, kwa jinsi eneo hilo lilivyo pori, inakuaje huyu mtu anayeonekana kama Shabani muuza madafu awepo hapa tena peke yake? Msikilizaji, Shabani muuza madafu maana yake ni mtu wa kawaida kupitiliza. Sasa Hamza alibaki akijiuliza, kwa jinsi eneo lilivyo pori, inakuaje huyu mtu awepo hapa tena peke yake? Hamza yeye hakutaka kujivunga. Hakutaka kabisa kujivunga bwana. Ingawa hakumjua huyo mtu, ila njaa ilikuwa ikikijua chakula. Hivyo alikaa chini. Isitoshe, ilionekana chakula hicho kitakuwa kitamu kuliko kile kinachopikwa kambini kitamaduni zaidi. Hamza akasema kwamba naona kuna watatu tu hapa na kwa njaa inaoniuma bado hawatoshi. Nitaenda kujaribu kutafuta wengine, aliongea Hamza. Sasa yule mwanaume mara baada ya kusikia hivyo, haraka alitingisha kichwa kwa ishara ya kukubali. Akasema okay, lakini unajua namna ya kuwawinda? Unaweza ukachukua muda mrefu bila kufanikiwa kupata hata mmoja. Hamza akasema wewe wachinje tu kwanza na kisha unyonyoe hayo mabawa. Mpaka ukishamaliza mimi nitakuwa nimesharudi, aliongea Hamza akiwa na tabasamu. Kwa Hamza kukamata kwale haikuwa kazi kubwa hata kidogo. Mara baada ya kupotelea kwenye poli hakuchukua muda mrefu. Aliweza kurudi akiwa ameshikilia wengine watatu. Asiye kwale ni watamu sana. Sijajua kwa wale ambao wameishi vijijini na mnafahamu ndege. Sasa Hamza kauliza kwamba kwa hiyo huo mfuko wako umebeba hivyo vitu? Aliuliza Hamza mara baada ya kuona mzee yule wa makamo akichinja kwale wale kwenye kijimto, huku kwenye mfuko wake aliokuwa amebeba kukionekana kuwa na vitendea kazi vya jikoni kama vile visu, chumvi, pilipili na sufuria ndogo. Sasa jamaa alicheka akasema mimi napenda kula sana, hivyo nikitoka nyumbani nakuwa nimekamilika. Na alafu kijana, hebu nipatie hao bana, nitawachinja tu. Wewe anza kutoa manyoya hao ambao tayari, aliongea mzee huku akinyosha mkono kutaka kumpokea Hamza. Hamza akasema kwamba wewe chinja tu huyu mmoja, hao wawili mimi nitachinja mwenyewe, aliongea Hamza akimpatia mzee yule kwale mmoja. Sasa yule mzee akauliza kwamba unaweza hadi kuchinja kwale? Kuna vijana wengi hawawezi hata kuchinja kuku. Hamza akasema sio tu kuchinja kuku, naweza kuchinja kondoo, ng'ombe, mbuzi na kuendelea, aliongea Hamza aliyeinua mabega. Na Hamza akasema kwamba huwa mimi napenda nyama ya kuchinja na kupika hapo hapo, huwa inakuwa tamu sana. Aliendelea kuongea sasa akipokea kisu kwa ajili ya kuchinja. Yule mzee akasema kwamba upo sahihi na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Watu wengi wanaoishi mjini wananunua nyama zilizochinjwa muda mrefu na kuwekwa kwenye mafriza, na ladha yote ya nyama inapotea. After nikwambie, hakuna nyama tamu kama ya kuwinda. Yaani ukichoma harufu yake inakufanya ujihisi umekamilisha jambo fulani kubwa maishani. Yule mzee aliongea na kisha akacheka.
Hamza upande wake alimuona bwana yule alikuwa akishangaza kidogo na alishindwa kujizuia na kumuuliza kwamba kwani wewe unatokea wapi hapa? Alafu huku ni porini sana na watu wa kawaida hawezi kufika huko. Yule mzee akasema kwamba naishi maeneo ya ziwani huko Tanganyika, msituni huko. Ni sehemu iliyojitenga sana baada ya mke wangu kutangulia mbele za haki mapema. Kuondoa upweke sikuweza kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, hivyo nikawa nazurura hapa na pale. Isitoshe ukizurura msituni ni ngumu kufa na njaa. Hamza alishatu kusema ingawa aliona bwana huyo anashangaza, hakutaka kuendelea kumdadisi zaidi. Dakika chache tu mabwana hao wote waliweza kuchinja kwale hao wanaofanana na kuku na kuwatoa vitu vya ndani na kuwaweka katika hali ya usafi. Basi yule mzee akasema ya kwamba moyo, figo na firigisi ni nyama tamu sana. Kwa hiyo unapaswa kuchanganya pamoja. Kisha unanyunyuzia chumvi na unga wa pilipili. Alafu kichomo unapata ladha tofauti. Hamza hata yeye alikuwa na mpango wa kufanya hivyo, ila alitaka kujua zaidi. Hamza akauliza kwamba nyama nyingine unapanga kuipika kwa staili gani? Mara baada ya yule mzee kuulizwa swali hilo, alitoa baadhi ya vikopo kwenye mfuko wake na kumuonyesha Hamza. Yule mzee akasema kwamba anapanga kuiwekea chumvi na kuilainisha kidogo na hivi viungo. Kisha nitaiweka jikoni ianze kuiva taratibu. Nikishamaliza kuirosti, nitaongezea na pilipili kidogo, alafu nitaiwekea unga wa binzari. Aliongea hivyo na Hamza alionekana kufikiria kidogo. Hamza akasema kwamba nyama ya kwale haina utofauti mkubwa na kuku wa kufuga. Sema nyama yake kidogo na harufu. Hivyo sidhani hata kama ukitumia hivyo viungo inaweza kutosha. Yule mzee akasema ulichoongea ni sahihi, sema ndivyo hivyo bwana, mimi sijaja na. Hamza akasema kuna kitu nimewaza hapa. Aliongea Hamza alionekana kukumbuka jambo na kisha pale pale akasimama. Akasema kwamba nisubiri hapa, kuna sehemu naenda, narudi sasa hivi. Hamza mara baada ya kuongea vile, bwana yule macho yake alionekana kuchanua, akasema basi nitasubiri kijana, wewe nenda tu. Hamza pale pale aliondoka na kuingia ndani ya mapori ya msitu huo. Na ndani dakika chache aliweza kurudi akiwa na mizizi na baadhi ya majani. Yule mzee akasema kwamba majani ya mjimbi na tangawizi pori. Aliongea mzee huku akikagua mizizi na majani yale na kuanza kucheka kwa furaha. Mzee akasema kwamba dogo, wewe kweli ni mtu wa mawazo bora. Kwa viungo hivi tutazifurahia sana hizi nyama. Basi Hamza alikuwa na njaa, hivyo hakuchelewa. Haraka alikimbia hadi kwenye kijimto na kisha aliosha tangawizi pori. Kisha alichukua kisu chake na kuanza kuikwangua na kuikata vipande. Kisha akachukua majani yale ya mjimbi na kuanza kuyasindilia ndani ya tumbo la nyama ile. Sasa Hamza alisema kwamba hapa ukizichoma zikiwa na haya majani ya tangawizi ndani yake, harufu yake itasambaa pande zote. Aliongea Hamza akimalizia kuandaa. Kwa maandalizi hayo tu alitamani nyama hiyo iive haraka aanze kutafuna. Yule mzee alikuwa ametoa macho kwa kushangaa akimwangalia Hamza akifanya maandalizi. Yule mzee akasema kwamba kijana, hakika unajua sana kupika, safi sana. Okay, ni muda wa kuzichoma sasa. Basi dakika chache tu waliweza kuzitundika nyama hizo kwenye miti na kuanza kuzichoma kwa moto. Kwa sababu walikuwa wakitumia makaa tu kwa kuzibanika. Sasa spidi ya kuiva ilikuwa ni ndogo ili kuepuka kuziunguza. Hamza alikuwa mjuzi mno wa mambo haya. Afistoshe tunafahamu wote ameshaishi sana porini. Na ukiwa ni mtu wa porini, kuchoma nyama ni ujuzi unaojifunza mwenyewe tu. Yule mzee wa makamo alijikuta akimwangalia Hamza muda wote wa kuchoma nyama hizo. Kijana, uwezo wako si mbaya. Bro, hata wewe si unaweza. Unaonekana kuwa mpishi mbobevu. Mpishi mbobevu. Aliongea huku akishangazwa na jina hilo. Upande wa Hamza, aliona bwana huyo ni vigumu kuamini kama maisha yake yote ni milimani kama alivyosema. Unajua mpishi mbobevu bwana sio lazima usomee. Ni mtu tu ambaye anakuwa makini na chakula anachokula na pia ni mpenzi wa chakula kitamu.
Oh, kama ni hivyo basi mimi ni mpishi mbobevu. Ukweli napenda kula chakula kitamu kiasi kwamba hata sijali ninachovaa. Kama nisingekula vizuri sidhani kama ningeweza kuishi muda mrefu. Mara baada ya kuongea vile, bwana yule alionekana akitoa pumzi ya masikitiko. Kisha akasema kwamba na watoto hawapendi kabisa kula na hawajali chakula kinapikwaje. Hata kukaanga mayai tu wenyewe hawawezi. Hivyo najikuta yani sipatani nao kabisa. Kijana, wewe uko vizuri sana. Unapenda kula lakini pia unajua kujipikia mwenyewe ni jambo zuri na unafahamu. Watu wa aina hii bwana ndio wanaoishi maisha mazuri. Hamza alimwangalia bwana huyo na kwa muonekano wake tu alijiambia lazima watoto anaowazungumzia watakuwa sekondari au chuo. Ni kawaida tu bro, isitoshe watoto wengi siku hizi hawajui kupika. Watoto? Ndio bro. Au unasema watoto wako ni wakubwa sana? Aliuliza Hamza akirudisha mshangao, lakini mzee yule alicheka huku akitingisha kichwa. Ndio ni matoto bwana, sio watoto bwana. Hawajui hata kukaanga yai, wajinga kweli hao. Hamza alijikuta akisikuchanganyikiwa, akijiuliza nini cha kuchekesha sasa hapo, Ndio mara yake ya kwanza kuona baba akiwaita hivyo watoto wake. Hamza alijiambia lazima watoto wake watakuwa wanatia huruma sana kuwa na baba wa aina hiyo. Isitoshe baba yupo hapo huku watoto wakiwa huko milima ya ng'ambo nyingine. Hamza alijiambia kuna uwezekano huyo jamaa akawaacha watoto kwa bibi yao wanakunywa uji huko baba akifurahia nyama ya kwale. Wawili hao waliendelea kupiga story huku wakitafuna nyama, wakitumia maini na viungo vya ndani kama namna ya kuvuta muda wakisubiria nyama kubwa ive. Sasa Hamza mara baada ya kuongea na huyo bwana alikuja kuelewa kuwa hakuwa akijua sana masuala ya connection. Pengine ni kwa sababu alikuwa akiishi sana mistuni. Hata hivyo Hamza hakujali na alimuelekeza baadhi ya mambo taratibu kuhusu namna ulimwengu unavyoenda, na jamaa huyo alionekana kuelewa haraka. Ni wakati huo nyama zao zilionekana kuwa tayari na kuanza kuzitoa jikoni. Hamza akasema kwamba bro, tutagawana watatu kwa watatu, ila kwa sababu umekuwa na mchango mkubwa nitakuachia wakubwa wote. Vipi, unaonaje? Mzee akasema hakuna shida, mimi nimependa pia tabia yako bwana, unaonekana kuwa mtu mzuri kwa namna unavyoongea tu. Basi Hamza kusikia vile alijikuta akishindwa ajue acheke mali. Walikuwa ndio kwanza wamekutana tu hapo kwa bahati mbaya, lakini wameshazoeana na kuanza kujuana tabia. Hamza alijiambia kama atatokea mtu na kuwaona hapo atasema ni wajinga. Nyama hiyo ilikuwa imeiva vizuri na bado ya moto kwa sababu ilitoka jikoni tu, lakini Hamza kwa uwezo wake, kwa nini ajali kuhusu moto mdogo kama huo? Kama tu alikuwa na uwezo hata wa kuvumilia moto wa nyakasura, huwa hawezi kumshinda. Hivyo Hamza bila wasiwasi alianza kutafuna nyama hiyo hivyo ikiwa ya moto. Sasa kilichomshangaza Hamza ni kwamba bwana huyu wa makamo hakutaka kusubiri pia, naye alianza kutafuna huku akionekana kutokuathirika kabisa na moto. Yule bwana akasema kwamba inanukia harufu ni tambala kijana. Hii mbinu yako ya kujezea tangawizi na mijimbi ndani, yani ndani huko, imeifanya kuwa tamu sana. Nadhani aina hii ya upishi inapaswa kuwa na jina bwana. Yule bwana huko akiona muonekano wa serious kabisa, akionekana hakuwa kitania. Hamza alishia kuvunja punde la nyama ile huko akiendelea kutafuna. Akauliza vipi, unataka utoe jina gani? Rasule mzee akasema kwamba unaonaje tukiita nyama choma makini? Hamza ajikuta akipaliwa huko akitaka kumwambia bwana huyo, wewe mshenzi, ni jina gani hilo? Lakini kwa sababu hakuwa akimjua vizuri, hakuona haja ya kuongea hivyo. Alishia tu kucheka kisha akasema kwamba haina haja. Ni nyama ya kwale tu iliyopikwa vizuri. Hata kama tukiipa jina siri itasaulika tu. Yule mwanamume alitingisha kichwa akasema ulichoongea ni sahihi, ngoja tupoteze. Hamza mara baada ya kuona bwana huyo anakula nyama hiyo ya moto sana huku akifurahia, alishindwa kujizuia na kuuliza kwamba bro, hauungui? Yule bwana akasema mimi siungui kabisa, nyama inakuwa tamu zaidi ikiwa ya moto bwana. Yule bwana huku lipsi zake zote zikijaa mafuta. Hata hivyo Hamza hakujali sana. Alijiambia pengine huyo bwana sio wale waliokulia maisha ya kawaida, hivyo kula chakula cha moto sio shida kwake. Sekunde chache tu mifupa ya kuku ilikuwa imetapakaa eneo lote. Hamza alishia kusimama
na kisha kusogelea kiji moto cha chemchem, akanywa maji ya kutosha na kucheua, huku sasa akipapasa tumbo lake. Hamza alijiambia kama angejua mapema asingekuwa na haja ya kula chakula kisichopikwa vizuri kule nyumbani tu, na badala yake angefika hapo na kujilia zake nyama. Yule mzee mara baada ya kumalizana naye alikunywa maji kidogo na kisha alianza kuosha vifaa vyake vya jikoni, akivipangilia kwa umakini mkubwa. Kwa jinsi alivyokuwa akipanga, utadhani vifaa hivyo ni vya kidaktari vya kufanyia huduma ya kwanza au upasuaji. Sasa yule bwana huku akicheka akasema kwamba kijana, alafu nilisahau kukuuliza bwana, hivi unafanya nini huku milimani? Unaonekana kuwa na mafunzo ya mapigano, maana unaambia sana. Hamza kauliza kwamba unaweza kuona nina mafunzo ya mapigano? Aliuliza Hamza akisinyaza macho yake. Yule bwana akasema, ni rahisi sana kujua. Unajua sehemu ninayotokea kuna watu wengi sana wanaojifunza mapigano. Aliongea yule bwana. Hamza kushangaa sana. Isitoshe kulikuwa na kambi nyingi za mapigano ndani ya Tanzania. Hamza akasema kwamba mimi najifunza mapigano na nilikuwa maeneo haya kwa ajili ya kuchukua mazoezi. Sema kuna mahali nilikwama, ndio maana nikaona nitafute chakula. Na mwisho nikakutana na wewe bro. Basi yule mwanamume akasema, ulikuwa ukifanya mazoezi? Kwani ni mapigano ya aina gani unajifunza? Mimi pia ninajua kidogo kuhusu kung fu, judo na ndondi. Pengine tunaweza kujadiliana hapa bwana. Anaongelea mwanamume huku sasa akimwangalia Hamza. Alionekana kuwa anaonekana kuwa kawaida sana, lakini macho yake yalikuwa na hali fulani hivi isiyojificha. Hamza aliyekuwa hapo aliweza kuhisi kabisa kwenye moyo wake kwamba mwili wa bwana huyo ulikuwa kishangaza sana. Ni kwamba tu hakuonekana kuwa mtu hatari, bali mtu tayari kuongea naye. Basi Hamza akauliza kwamba najifunza sanaa ya kisilaha. Unauelewa wote na mambo ya silaha? Yule bwana akauliza kwamba silaha kama upanga ama? Aliuliza na Hamza alitingisha kichwa. Yule bwana akauliza kwamba sasa ni sehemu gani umekwama? Sasa Hamza pia alikuwa bado sana, ingawa alijua kuwa bwana huyo anaweza siwe na jibu la maswali yake. Lakini mara baada ya kuona nia yake ya kutaka kujua, alielezea kwa njia nyepesi tu. Alimwambia bwana huyo ni kwa namna gani anaweza kuunganisha silaha ya kusudi na silaha ya hiari na kufanya ziwe na nguvu zaidi. Mara baada ya kumaliza kuongea na kuona bwana huyo akiwa amekunja ndita, Hamza alishia tu kuvuta pumzi na kuridhika. Alikuwa na haraka ya kujua siri ya silaha ya hiari. Lakini ni kipi angeweza kutegemea kutoka kwa mtu ambaye anaonekana hobi yake ni kupenda kula? Bro, huna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hili. Hili ni swala ambalo mimi mwenyewe linanichanganya sana. Si kitu ambacho mtu anaweza kuelewa mara moja tu. Kwa miaka mingi sana hakuna mtu yeyote ndani ya kambi ya nyumbani yetu aliyewahi kubobea katika silaha hii ya hiari. Sema sio mbaya. Bahati yetu kukutana imetufanya kupata chakula kitamu. Mimi nitakuacha. Kijana, ingawa bado mimi sijaona mbinu hiyo ya silaha ya hiari ilivyo wala silaha yako ya kusudi. Nahisi kama vile unaichukulia silaha kwa umuhimu mkubwa sana na kukufanya kuiona silaha kuwa kama silaha ya kawaida. Yaani inamaanisha kwamba kuipa umuhimu silaha zaidi na kugeuka kuwa silaha kama silaha ya kawaida. Hamza mara baada ya kusikia hivyo na kurudia kauli hiyo, mwanzoni hakuweza kuhisi chochote. Lakini mara baada ya kuweza kuinamisha kichwa chake chini na kufikiria, ghafla tu pale ufunuo uliingia katika nafsi yake na kujihisi moyo wake ukitetemeka. Ndani ya sekunde hiyo alionekana kufumbua macho. Yaani ni kama kufumbua fumbo fulani hivi ambalo lilikuwa likimsumbua. Hamza akasema, bro, unamaanisha? Hamza ajikuta akiinua kichwa chake. Lakini kabla hata hajakinyoosha vizuri, alijikuta akibungaa. Yule mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa ameshapotea. Hamza kutaka kuamini. Yaani mtu ambaye alikuwa ameachana naye kwa hatua 3 pekee alikuwa amepotea bila kuacha viashiria vyovyote. Alibaki akijiuliza, imekuaje? Hamza kutaka kuamini. Alijikuta akiingiwa na ubaridi wa mifupa huku akimeza mate mengi na mikono yake ikimtoka jasho. Kwa ufupi alikuwa katika hali ya bumbwazi. Mara mwisho Hamza kupatwa na hisia hizo ni siku ile alipokutana na yule mwanamke nje ya nchi.
Sasa akaanza kujiuliza, yule mwanaume alikuwa nani? Mara baada ya kusimama eneo moja kwa zaidi ya dakika 10, hatimaye Hamza alijitahidi kujituliza. Katika ulimwengu huu alijua zipo nguvu kubwa sana zilizojificha. Mwanamke aliyekutana naye miaka 4 iliyopita na mwanaume wa kawaida mpenda nyama aliyokutana naye hapo ni watu ambao Hamza alishindwa kujua kiwango halisi cha nguvu zao. Ni kwa sababu hiyo ndio maana Hamza hakuwahi kupumzika katika kufanya mazoezi. Alijua kabisa yeye ni kama chura tu kwenye ziwa na ulimwengu ni mkubwa sana. Kuweka umuhimu zaidi katika silaha ndio ilikuwa siri muda wote huo. Hamza alijikuta akiongea maneno hayo akiwa na hali ya hisia nyingi, kwamba kuweka umuhimu zaidi katika silaha ndio ilikuwa siri muda wote huo. Pengine mtu anaweza kushindwa kuelewa, lakini kwa mtu kama yeye ambaye alikuwa ameshaweza kuijua silaha ya kusudi na nguvu ya nishati za mbingu na ardhi, maneno hayo machache yalikuwa kama gunia 1000 za dhahabu. Mara baada ya kuvuta pumzi ndefu, Hamza alijikuta akituliza moyo wake. Umbo lake lilianza kubadilika kuwa katika hali ya upepo, na kwa wepesi kabisa alianza kukimbia katika msitu. Alikuwa ametanguliza silaha ndefu mbele yake pasipo kuishika, na kwa wakati mmoja alijikusanyia nishati za mbingu na ardhi. Kuna muda silaha ile ilikuwa ikitoa nguvu ya kusudi iliyo na makali, na kuna muda ilikuwa ikitoa nguvu ya kusudi ambayo ilikuwa na msukosuko, huku muda mwingi ikiwa nyepesi na yenye kasi. Hamza alijihisi ni kama vile anaendesha gari lenye mfumo wa gia za kuweka kwa mkono. Hamza aliweza kugundua kwamba kulikuwa na muunganiko mkubwa kati ya silaha ya hiari na ya kusudi. Mwanzoni alikuwa akitumia silaha ya kusudi kujaribu kuitawala silaha, lakini muda huo alielewa kwamba sio silaha ya kusudi inayotawaliwa na silaha, bali yeye mwenyewe ndiye anapaswa kuipa silaha uhuru wa kuweza kutengeneza nguvu ya kusudi. Yaani kwa lugha nyepesi, mwanzoni Hamza alikuwa akiamini yeye ndiye anapaswa kuipa uhuru silaha kwa kutumia nguvu zake, lakini mara baada ya kufumbuliwa fumbo kwa kuambiwa kuwa akiweka umakini mkubwa kwenye silaha basi itabakia kuwa silaha ya kawaida tu, ilimfanya kukumbuka kwamba silaha yenyewe ina uhuru wake. Uhuru wa kisilaha sio kama ule wa utashi, bali ni uhuru unaotokana na kutozuiliwa, yani free to exist. Ni sawa na kusema ukiweka umakini mkubwa kwenye kumsaidia mtu, unasahau kuwa mtu huyo ana uwezo binafsi wa kujisaidia mwenyewe. Na pengine ungemsaidia kujua uwezo wake binafsi, ungekuwa msaada mkubwa zaidi kuliko kumsaidia moja kwa moja. Kwa hiyo Hamza pale alielewa kwamba iwe ni mtu au kiumbe kilichoacha alama zile kwenye lile pango juu ya mbinu hiyo ya silaha ya hiari, ni kweli kwamba alikuwa akitawala silaha, lakini si kwa kuishikilia katika mtazamo wa silaha, bali alichukulia silaha kama sehemu ya uwezo wake, na matokeo yake aliweza kuitawala atakavyo. Na ndio sababu kwa nini silaha hiyo ya hiari iliweza kuacha makovu kwenye mawe yale, kwa sababu ilikuwa ni silaha, lakini pia ilikuwa na nguvu ya kusudi ndani yake, nguvu ambayo ina uwezo wa kuongeza makali yake kwa kutumia nishati za mbingu na ardhi. Hata hivyo, Hamza aliweza kuelewa kuwa mtu huyo, yule wanyama yule, uelewa wake juu ya silaha ulikuwa wa juu mno. Ilikuwa ni ufunuo wa mambo yote. Kwake silaha haikuwa kwa ajili ya kuua tu, bali ilikuwa ni sehemu ya mwili wake iliyofungamana na makusudio yake. Sasa Hamza aliongea mwenyewe akasema kwamba silaha moyoni mwangu, silaha mkononi mwangu, mimi ni silaha iliyokamilika. Aliongea Hamza akimaanisha kwamba silaha si kitu tu cha kuokota na kushika mkononi kisha kutumia, bali ni kama mkono wake au mguu wake, na ndio udhihirisho wa utashi wake. Silaha ya nia, udhihirisho wake upo katika nishati za mbingu na ardhi. Na katika ulimwengu huu, iwe ni nyasi, iwe ni miti, iwe ni maua, iwe ni ndege, samaki, wadudu na hata majira ya mwaka, jua na mwezi, vyote ni sehemu ya kusudi. Hata hivyo, Hamza alielewa kwamba siri kuu ya silaha ya hiari ipo kwenye ufunuo wa silaha ya kusudi au nia. Yaani ni kama hatua, lazima kwanza uwe na ufunuo wa silaha ya nia, ndipo iwe rahisi kwako kuamsha uhiari wa silaha. Hamza mara baada ya kufikiria ufumbuzi huo, alijikuta akijawa na furaha kubwa na kuanza kupiga makelele kama kichaa ndani ya msitu huo. Sasa akiwa katika hali ya kuelewa kila kitu, alijikuta akifanya mazoezi kwa urahisi kabisa. Wakati wote wa mchana, Hamza hakujua ni kwa umbali gani alikuwa amekimbia na milima mingapi amekatiza.
aliendelea kujifua katika mafunzo ya kisilaha kadri alivyoweza ili kuingia katika mbinu ya mitihani ya kisilaha. Alikuwa tayari na msingi wa silaha ya hiari, hivyo alipaswa kuchukua mazoezi kadri yawezavyo ili kuwa master. Bila kujua, hatimaye siku iliingia usiku. Katika mlima uliokuwa na miti iliyosambaa, mwanga wa silaha ya hiari ulionekana ukiambaa kwa kasi kubwa mno ukielekea kwenye jabali. Ilikuwa ni kama kisu kinachokata mkate, kwani jiwe kubwa ambalo lilikuwa na uzito wa tani nyingi liliweza kukatwa katikati kwa wepesi mkubwa na nguvu ile ya silaha ya hiari. Kipande cha jiwe kile kiliishia kuachia na kuanza kudondoka kuelekea chini ya mlima. Kama mtu angeweza kuona jambo lile, angeshikwa na hofu isiyo na kifani na kushindwa kusema neno kabisa. Kwa sababu nguvu hizo hazikuwa za silaha tu, ilikuwa ni kama malaika anagawanyisha mawe hivi. Kama ikiendelea kufanya hivyo, si anaweza kuporomosha mawe yote ya mlima huo wa matofali na kugeuza tambarare. Hamza alijikuta akitua kwa nguvu katika kilele cha mlima. Aliangalia silaha iliyokuwa mikononi mwake, lakini uso wake ulikuwa katika utulivu. Ni kama vile hakuonekana kushangazwa na matokeo hayo. Ukweli ni kwamba muda huo alishindwa kujua kama kweli alikuwa ameshikilia silaha mkononi, kwa sababu silaha yenyewe ilikuwa kama sehemu ya mwili wake. Hamza akasema kwamba ngoja tujaribu nguvu ya hiari kwa mara nyingine. Aliongea Hamza akiwa na wazo hilo. Pale pale aliachia mkono wake na ile silaha ndefu ghafla tu ilifyatuka ikiwa imeambatana na nguvu ya kusudi. Hamza kuona vile alichezesha mkono wake na pale pale silaha ile irudi kwake na kuanza kuelea angani bila kunesanesa, ikisubiri kushikwa. Hamza alishia kutatabasamu. Ingawa mbinu hiyo haikuwa na nguvu kubwa, lakini udhibiti wake ulikuwa umeimarika sana. Hamza mara baada ya kuweka silaha ile kwenye pete, hatimaye safari ya kurudi nyumbani tu ikaanza. Simu yake ilikuwa imeishiwa chaji na hakuwa amewasiliana na familia yake kwa muda mrefu. Alikuwa na hofu jambo linaweza kutokea akiwa hana taarifa. Hata hivyo, alikuwa ameshajua siri ya mbinu ya silaha ya hiari tayari. Hivyo ni juu yake kufanya mazoezi kwa bidii kwa ajili ya kufungua siri zake zote. Sasa bwana, muda ambao Hamza alifika kambini ilikuwa ni usiku mnene tayari. Hamza aliweza kuona kulikuwa na wanafunzi wengi sana waliokuwa wakifanya doria na alishindwa kujizuia kushangaa. Kuna mwanajeshi mmoja wa kambi hiyo alimuona Hamza akishuka kutoka angani na alishindwa kujizuia kushangaa. Akauliza, "Wewe nani?" Hamza akasema, "Ni mimi hapa." Basi yule mwanafunzi aliomba radhi akasema, "Oh, kumbe ni wewe Mr. Hamza, tafadhali naomba nisamehe kwa ukorofi wangu, ni kwamba tu tumeaswa kuongeza umakini, ndio maana hatutaki kufanya uzembe hata kidogo." Hamza akasema, "Kwa nini kuna watu wengi wanaofanya doria?" aliuliza Hamza akiangalia. Hamza mara baada ya kuuliza swali hilo, wanajeshi hao walionyesha hali ya huzuni machoni mwao. Mwanajeshi yule akajibu ya kwamba, "Mr. Hamza, nadhani huna taarifa kwa sababu umetoka kwa siku 2. Jana tulipoteza waandamizi wetu 4 na leo tumeambiwa kuwa katika hali ya tahadhari, kwani adui anaweza kurudi tena." Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kukunja sura. Kwa uwezo waliokuwa nao wanajeshi hao waandamizi, lazima walikuwa daraja sawa na Chingu, na kwa namna hiyo wapo angalau katika level ya ukamilifu wa mwili. Sasa alijiuliza, huyo adui wa kuua wanajeshi 4 kwa mpigo wa daraja hilo ni nani? Basi Hamza akasema, "Nimekuelewa, kweni tu makini na mjali usalama wenu. Mimi ngoja nikaongea na viongozi wenu." Basi Hamza aliona kambi hiyo ilikuwa imemfaidisha sana. Lakini pia hapo ni nyumbani kwa Fiona. Hivyo alipaswa kutoa msaada. Hivyo Hamza alichangamsha miguu yake kuelekea kwenye ukumbi wa katikati ya eneo hilo. Mara baada ya kufika eneo hilo, taa zake zilikuwa wazi ndani, ikiashiria kwamba kulikuwa na kikao kilichokuwa kikiendelea. Sauti ilisikika kusema kwamba, "Kiongozi, hili swala lishakuwa sura nyingine. Naona ni vizuri tu kuongea na Malibu watusaidie kufanya upekuzi wa kina." Sauti nyingine kamjibu ya kwamba, "Hapana, kama kambi yetu itataka kuligeuza jeshi kwa ajili ya kumtafuta tu adui mmoja, si tutakuwa tumejidhalilisha wenyewe, Alafu mwisho siku serikali itakuwa na wasiwasi juu ya uwezo wetu binafsi. Na sidhani kama tutapokea tena tenda za kufundisha wanajeshi au kupata ruzuku." Kajibu, "Lakini sasa ndugu zetu 4 wameshafariki tayari na bado tu unajali juu ya jambo dogo kama hilo la heshima ya kambi."
Akaambia heshima ya kambi. Heshima ya kambi ni muhimu sana bwana kuliko kitu chochote kile. Sasa muda ambao Hamza aliweza kuingia ndani eneo hilo, aliweza kusikia majibizano hayo. Mzee Mbale, kiongozi wa kambi, Afande Kiha na baadhi ya wazee wengine walikuwa na nyuso zilizosawijika kwa wasiwasi. Hakuna mmoja ambaye alikuwa akithubutu kuongea bila kufikiria. Mara baada ya kumuona Hamza akiingia, kundi hilo la watu walisimama mmoja baada ya mwingine. Walikuwa wameshaona uwezo wa Hamza na walikuwa na heshima kubwa kwa kijana huyo mdogo ambaye pia alisaidia kuokoa uhai wa Fiona. Basi Afande Kiha ndiye aliyekuwa kwanza kuongea, akasema kwamba Mr. Hamza umerudi. Kisha akaendelea akiwa na tabasamu, akasema nilidhani utachukua muda mrefu sana kujifua huko milimani. Hamza alishia kutingisha kichwa chake tu kwa namna ya kukataa. Vipi, mna chaja za simu hapa? Simu yangu imeisha chaji kabisa. Basi Mzee Kiha akamjibu kwamba ndio, pale kwenye meza kuna chaja, angalia na ufiti kwenye simu yako. Basi kulikuwa kuna simu janja zaidi ya 10 zilizokuwa zinachajiwa hapo msikilizaji. Hamza akasema kwamba naona kuna simu nyingi janja hapa licha ya kwamba naona wazee tu hapa. Anaongea Hamza akijiambia kundi hilo la watu hawakuwa wa kawaida kiasi ya kila mmoja kuchomeka simu yake chaji. Sasa Afande Kiha akasema ya kwamba nyakati zimeshabadilika, ingawa tupo hapa kwa kazi maalum ya mafunzo, lakini wengi wetu hapa familia zipo nje huko mjini, hivyo lazima tuwe na chaji muda wote kwa ajili ya mawasiliano. Hamza alishakutingisha kichwa chake tu, kisha alichomeka simu yake chaji. Ulichosema ni kweli, ni vizuri kwenda na wakati. Mnaweza tu kuendelea na kikao chenu wazee wangu, kwa hiyo chukulieni mimi sipo. Hamza akaambiwa, Mr. Hamza, umeweza kupata habari ya janga lililotokea kwenye kambi yetu? Nimesikia kutoka kwa walinzi wa doria. Anaongea Hamza. Wazee wote waliokuwa ndani ya eneo hilo pamoja na vijana walikuwa na hali chungu kwenye nyuso zao. Ni kama muda huo sasa ndio walikumbuka kwamba kulikuwa na mtu kama Hamza kwenye kambi yao. Kiha akasema kwamba kweli ni kwamba mtu ambaye amewaua wanajeshi wetu alitumia mbinu ya kambi yetu. Kwa hiyo unasema kwamba ni mtu wa ndani ya kambi, si ndio? Tunaweza tusiwe na uhakika, lakini kila mmoja wetu anaamini ni mtu ambaye ni mwanafamilia na amerudi kulipa kisasi. Basi wakati wa kuongea hivyo, Afande Kiha alikuwa na muonekano wa kumbukumbu zilizojaa maumivu. Sasa Chingu akasema kwamba kiongozi, kama huyu mtu kweli ndiye mhusika, basi nathibitisha kwamba uamuzi wa master wakati ule ulikuwa sahihi, na pia naonesha maamuzi ya dada yetu mkubwa yalikuwa sahihi, hivyo huna haja ya kujiona mwenye hatia. Gile naye akajibu kwamba kweli kabisa kiongozi wetu. Unajua ilikuwa ni makosa ya ndugu yetu wa kambi, kwa hiyo naona sio makosa yako. Chingu alifoka akasema, Gile, hivi ni mara ngapi mimi nakwambia huyo mtu sio ndugu yetu tena bana? Anaongea Chingu kwa namna karipia kauli ya Gile. Gile alijitetea akasema, nimekosea kimatamshi tu, naomba usikasirike. Hamza mara baada ya kusikia mazungumzo hayo, ni kama sasa alikuwa anapata mwanga kwa mbali. Akasema, kwa hiyo mnakisia kwamba huyu adui ni mmoja wa waliokuwa wanafunzi wa Master Mbale? Watu wote wa kambi walikaa kimya, huku wakimwangalia Master Mbale kwa hali ya wasiwasi. Mzee Mbale mwenyewe alijibu ya kwamba ni hatima mbaya. Aliongea Mzee Mbale ambaye muda wote alikuwa kimya, na pale endelea kusema ya kwamba mnaweza kutawanyika kwa sasa, mnapaswa kuwa makini sana kwa siku ya leo na kaeni sehemu moja. Nyinyi mtaniacha tu mimi na wazee kadhaa kulifikiria hili kwa kina na kupata majibu. Mara baada ya wanafunzi hao kusikia maelezo hayo, hawakuwa na jinsi zaidi ya kukubali na kuanza kutawanyika. Alisubiri mpaka watu wote walipoondoka, na pale Mzee Mbale ailazimisha tabasamu. Kisha akaongea na Hamza akisema kwamba Mr. Hamza, vipi kuhusu mbinu ya silaha ya hiari? Umeweza kupata matokeo yoyote? Hamza hakuona haja ya kuficha kile alichoweza kufanikisha. Isitoshe mafunzo ya mbinu hiyo hayawezi kuigwa kwa kuelezwa tu. Yaani kwa kwamba ni mtu akuelezee uige, hapana. Mwisho wa siku lazima mtu ajitegemee mpaka apate ufunuo kwanza wa silaha ya kusudi, ndipo aelewe undani wa silaha yenyewe. Hamza aliangalia mazingira yalivyokuwa, na pale aliweza kuona moja ya silaha ya mzee mmoja ikiwa juu ya meza. Hamza aliangalia silaha ile na ghafla tu ilichomoka kutoka kwenye ala yake kwa namna ya kutoa makelele ya kulalamika na kuelekea pale alipo Hamza. Wazee hao wa kambi walijikuta wakiwa katika mshangao mkubwa sana. Wote walisimama huku wakimwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa mshtuko.
Hamza mara baada ya kuidhibiti silaha ile hewani, pale pale alianza kuichezesha pasipo kuishika. Kisha kwa hatua nyingine ya mkono wake, alifyatua nje kupitia dirisha na kwenda kukita kwenye jiwe kwa kuzama kama vile ilikuwa imetoboa kwenye mti. Hamza mara baada ya kuridhishwa na jambo hilo, alichezesha mikono tena na silaha ile ikachomoka kutoka kwenye jiwe la bustani na kurudi kwa spidi kwenda ndani na kuingia katika ala yake bila ya kushikilia kabisa. Tukio zima lilitokea ndani ya sekunde 15 tu. Hata hivyo lilitosha kabisa kuwashangaza watu waliokuwepo ndani ya eneo hilo kiasi cha kutaka kudondosha macho. Wakajiuliza mwezaje kufanya jambo hili Kwa nini hakuna hisia zote za matumizi ya nishati kwenye kudhibiti silaha? Afu isitoshe uwezo wako wa kutawala silaha ni mkubwa mno kuliko wa Master Mbale. Baada ya wao kuzungumza hivyo, Hamza aliishia tu kutabasamu. Ukweli ni kwamba bado mbinu hiyo haikuwa na matokeo yenye nguvu, kwa sababu ndio kwanza Hamza amefanikisha kupata ufunuo. Lakini alikuwa akiamini kwamba kama ataendelea kufanya mazoezi na kufika level za juu sana na kuiunganisha silaha hiyo kikamilifu na mbinu zake nyingine za mapigano, basi itakuwa mbinu hatari sana. Hata hivyo uwezo huo mdogo tu alioonyesha uliwafanya watu hao wa kambi ya nyumbani tu kuwa katika mshangao mkubwa sana. Sasa Mzee Mbale akasema kwamba Mr. Hamza umwezaje? Naona kabisa yani hakuna nishati yoyote imetumika, lakini umeweza kuitembeza silaha. Master Mbale, kwa maoni yangu mbinu ya ufunuo wa mkato wa silaha ambayo watu wa hapa kambini mnajifunza ni sehemu ya msingi mkuu wa mafunzo ya silaha ya hiari. Kwa sababu kadri unavyojifunza kutumia silaha ndivyo njia sahihi ya kufanikiwa kujua ufunuo wa silaha ya kusudi. Kwa hiyo ukifanikiwa ni kupata uwezo wa ufunuo wa silaha ya kusudi, basi ni njia rahisi ya kuweza kujiunganisha na silaha na mwisho wa siku kuweza kuwa na uwezo wa kudhibiti silaha kulingana na hiari wake. Hamza mara baada ya kuongea hivyo, watu wote waliokuwa ndani hapo walianza kujadiliana wao kwa wao. Walijiuliza, ina maana Hamza alikuwa na uwezo wa nguvu ya kusudi? Hamza kuona majadiliano yao ya hali ya kushangaa, hakujua cheki ya mali. Alisha kusema tu kwamba nadhani mtakuwa hamjaelewa tokea mwanzo, ila ukweli ni kwamba nilishapata ufunuo wa silaha ya kusudi muda mrefu tu, ni kwamba tu hamjawahi kuona nikitumia. Basi mara baada ya kusikia hivyo, Afande Mbale alijikuta akishindwa kujizuia na kutingisha kichwa chake. Akasema kwamba nikifikiria kuhusu hili najikuta nashindwa kujua hata nifikirie nini. Ndio maana wakati ule niliokuona kwa mara ya kwanza, niliona kabisa mwili wako ulikuwa umekaa kwa matumizi ya silaha. Kitendo cha kujaribu kukuomba uje kambini hapa ili kuwa mwanafunzi wangu, najionea aibu waziwazi kabisa. Master Mbale alijiona hakuwa na haki hata ya kukaa meza moja na Hamza. Matendo yake kule yalimfanya ajisikie aibu sana. Master Mbale, hupaswi kufikiria hivyo. Ni kosa langu kwamba sikujielezea vizuri, na pia sikuwa na mafunzo yoyote ya nishati za mbingu na ardhi, hivyo ni rahisi kutokuona nguvu zangu, aliongea Hamza akitoa mkono wa kutuliza hali. Mzee Mbale alijikuta akitingisha kichwa chake huku heshima yake kwa Hamza ikizidi kuongezeka. Sasa mazungumzo ya wazee yaliendelea chini kwa chini, wakisema kwamba uwezo tu wa kuwa na mafunzo ya nishati ni jambo kubwa mno kwa binadamu kukamilisha, lakini kuhusu silaha ya kusudi ni kitu ambacho kimejaa siri nzito sana, na sio mafunzo tu pekee yanaweza kukufanya ufikie daraja hilo. Lazima pia mtu awe na bahati na kisha awe na uwezo mkubwa wa akili. Kwa hiyo hakuna mtu yote ndani ya kambi yetu bwana ambaye amewahi kuwa na uwezo wa kutumia silaha ya kusudi. Hayupo. Na katika historia ya matumizi ya silaha duniani kote, ni wachache sana waliopata uwezo huo. Ndio maana mbinu ya silaha ya hiari ilikuwa ngumu kwetu kuielewa bana. Mzee mwingine akajibu kwamba unajua ufunguo ni ni kuelewa ufunuo wa umoja kati ya mtu na silaha. Ndio njia rahisi ya kuingia katika level ya silaha na mtu. Na kigezo chake kikubwa ni kwamba mtu anapaswa kuwa na uwezo wa kutumia mbinu ya silaha ya hiari. Hamza alijikuta akiuliza kwamba wazee mnamaanisha nini kusema silaha na mtu? Hamza akajibiwa kwamba Mr. Hamza, nadhani hujawahi kujua hili, lakini kuna msemo maarufu sana hapa kambini ambao ulifundishwa enzi na enzi kwa ajili ya kujumlisha maarifa yote yanayohusiana na silaha. Hamza kauliza ni msemo gani huo? Inasemekana kwamba mtu ambaye hatafanikisha kupata ufunuo wa kutumia nguvu ya kusudi moja kwa moja ataingia katika mafunuo ya silaha. Maana yake ni kwamba amekidhi vigezo vya kuweza kuongea na vitu visivyo na uhai kwa hali ya kawaida.
Na katika ulimwengu wetu silaha ni kifaa tu kama kifaa kingine, lakini mtu akipanda level ya juu huwa na muunganiko mkubwa na silaha yake, yani mazoea. Alafu hatua ya pili ni moyo wa silaha. Hii inamaanisha huna haja ya kuwa na silaha mkononi, kwani moyo wako tayari ni silaha. Na hatua ya mwisho ndio hii ya kushangaza zaidi tunayoita mbingu ya mtu na silaha. Katika daraja hili silaha haipo moyoni wala mkononi, lakini mpaka sasa haya mafunzo yapo tu, maana halisi ya hatua hiyo bado ni fumbo. Na mtu bila silaha unawezaje kuwa mwanajeshi pasipo silaha? Hakika hii ni level ambayo ipo nje ya fahamu zetu. Waliongea wazee wale huku akitingisha vichwa vyao. Hamza upande wake aliona jambo hilo linavutia. Alijiambia kumbe kulikuwa na maelezo ya aina hiyo. Ingawa kila mtu alikuwa na uelewa wake katika mambo ya silaha na mapigano, alikuwa na hisia kuwa uelewa huo wote unaelekea sehemu moja. Sasa Hamza akasema kwamba shukrani nyingi sana kwenu wazee, nimepata somo kubwa sana. Afandekia akasema, unaongea nini? Katika uelewa wa mapigano na silaha, wewe Mr. Hamza upo juu kuliko wote hapa. Ila nina shauku kubwa ya kujua ni ufunuo wa aina gani wa nguvu ya kusudi ulionao. Hamza akajibu, silaha ya kusudi ni silaha ya kusudi tu. Kuna tofauti gani kwani? Hasa mara baada ya kuongea hivyo, Afandekia alionekana kushangaa kabla ya kutoa tabasamu. Akasema kwamba Mr. Hamza, kulingana na mafundisho, silaha ya kusudi ni uelewa binafsi. Kila mtu anaupata katika mazingira yake, na ndio maana kila mtu huipa jina lake. Ni sawa tu na binadamu wote tunavozaa watoto, lakini tunawatofautisha kwa kuwapa majina tofauti. Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo alijikuta akishangaa. Hata hivyo aliona ni kweli, katika njia za sanaa ya mapigano kila mtu alikuwa na uelewa wake. Hivyo matokeo yanaweza kuwa sawa, lakini ufunuo ukawa tofauti. Alijikuta tu akikuna kichwa chake, akionekana kupata jambo jipya ambalo hakulifikiria hapo awali. Sasa Hamza akaambiwa kwamba Mr. Hamza, huna haja ya kufikiria sana kwa sababu asili ya nguvu zako ni moyo wako. Hivyo hakuna mtu anayeweza kutumia moyo wako kuchukua kusudi lako. Hamza alishati kutingisha kichwa chake na akaona kwanza asiwachanganye sana wazee hao na mafunzo yake. Akaamua kuelekeza mazungumzo kwenye swala lililopo ambalo ni muhimu zaidi. Mzee Mbale, tumeongelea sana kuhusu mafunzo yangu, lakini kuhusu hili linaloendelea kambini kwenu, kuna namna yote ninaweza kuwasaidia? Mzee Mbale akasema, asante sana Mr. Hamza, lakini mpaka sasa hatuna uhakika kama muuaji tunayemdhania ni mwanafunzi wangu wa kipindi kilichopita. Tunapaswa tu kusubiri ajitokeze ndipo tujue ni yeye au la. Ndipo hatua stahiki zitafuata. Sasa kama ni sawa kwenu, je, mnaweza kuniambia huyu mnayemdhani ni nani? Na kwa nini baada ya kuondoka hapa kwa muda mrefu amerudi tena na kutaka kulipa kisasi? Msikilizaji, Hamza alijiambia kwamba kabla ya kuchukua hatua yoyote dhidi ya muuaji huyo, lazima kwanza ajue chanzo cha mambo yote ili kufanya maamuzi yakinifu. Hasa Mzee Mbale alikuwa na muonekano usioelezeka. Na upande wa Afandekia ilibidi aingilie kati. Akamwambia Hamza kwamba Mr. Hamza, nitatoka na wewe, tutaongea taratibu. Basi Hamza alitingisha kichwa na pale pale wakatoka ndani ya ukumbi huo pamoja na Afandekia kuelekea chumbani kwake. Afandekia akasema kwamba huyu mtu tunayemdhani anafahamika kwa jina la Gwiza. Alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa hii kambi. Sasa Hamza kuongea chochote, aliendelea kumsikiliza. Kiha alionekana kuvuta kumbukumbu na kuanza kumuelezea kila kitu. Hamza alichoweza kuelewa ni kwamba Gwiza alikuwa mwanafunzi wa Afande Mbale zamani, na alikuwa kati ya wale waliokuwa na uwezo wa juu sana na uelewa mkubwa wa mapigano. Alikuwa ni mmoja wa vijana waliokuwa na shauku kubwa ya kujua siri nyingi za matumizi ya silaha. Kipindi hicho, ingawa Kiha alikuwa mtoto wa Master Mbale, hakuweza kabisa kumfikia Gwiza kwa uwezo. Sasa wakati huo wote Kiha na Gwiza walitokea kumpenda Jacinta, mmoja wa wanafunzi wa kijeshi ambaye baadaye alikuja kuwa mama yake Fiona. Jacinta alikuwa ni mwanamke mrembo sana, mwenye tabia njema na haiba nzuri kiasi cha kupendwa na wanakambi wote. Katika kipindi hicho Jacinta alitokea kumpenda zaidi Gwiza kutokana na ukimya wake na uwezo mkubwa katika mapigano, tofauti na wanaume wote wa kambi akiwemo Kiha. Ingawa Gwiza alikuwa busy sana na mafunzo, alikuwa kitenga muda wa kuwa na Jacinta kwa ajili ya kudumisha penzi lao. Wengi kambini walijua kuhusu uhusiano wa Jacinta na Gwiza na waliamini wangekuja kuoana. Lakini Gwiza alikuwa na matamanio makubwa ya kuvuna nishati za mbingu na ardhi na kupata ufunuo wa silaha. Hivyo licha ya kuwa katika mahusiano,
alikuwa ni mgumu sana kulitumikia penzi na Jacinta kwa kuogopa kuichafua nafsi yake. Kwa sababu hiyo, alijitenga na kambi kwa zaidi ya miaka 3 hadi 4 akifuatilia ufunuo. Jacinta akiwa kambini aliendelea kumpenda Gwiza na kuamini angerudi kuwa mume wake. Alijua wazi kwamba kwa Gwiza mafunzo alikuwa kipaumbele namba 1. Alijua pia kuwa Kiha alikuwa akimpenda, lakini hakuwahi kumchukulia kwa namna hiyo. Sasa Kiha aliendelea kumwambia Hamza ya kwamba kipindi hicho nilikuwa katika umri wa kuhitaji kuoa. Isitoshe nilikuwa mtoto pekee wa baba, na alitaka kuona familia ikiendelea. Baba alinielekeza nimuoe msichana yoyote wa ukoo wetu na wa hadhi yangu. Kwa hiyo nilijua Jacinta alikuwa akimpenda mtu mwingine na alishapata hadi ujauzito kwa wakati huo. Hivyo nilimwambia baba kuna mtu nimetokea kumpenda, hivyo anipe muda niongee naye. Nilipokaa chini na kuongea na Jacinta kama angekubali nimuoe bila kujali ujauzito wake, hakusita kunikatalia. Licha ya wanawake wengi waliokuwepo, niliamua kuchukua fursa hiyo licha ya wengi kuniona kama nimechanganyikiwa kwa kuoa mwanamke ambaye tayari ni mjamzito. Jacinta alipokubali, nilimweleza baba na maandalizi ya harusi yakaanza. Sikutegemea kama Gwiza angerudi siku ya harusi na kuanza kutoa maneno ya laana akituita wasaliti. Na aliamini baba alitumia nguvu kumshawishi Jacinta kuolewa nami bila kumjali yeye. Kwa hiyo hakutaka kuelewa hata tulipomweleza. Alianza vurugu na hata kuwashambulia baadhi ya watu wa kambi. Kwa hiyo mwisho wa siku baba alishindwa kuvumilia. Akatumia uwezo wake akamjeruhi na kumfukuza nje ya kambi. Kwa hiyo Gwiza alikulia hapa kambini na alikuwa kama mtoto wa baba. Wengi walimuona kama mrithi wa baba kuongoza kambi. Labda kwa sifa hizo alijenga kiburi. Siku aliyofukuzwa alitoa ahadi kwamba atarudi siku moja na kutumia kila mbinu aliyojifunza kuua watu wote wa kambi hii na kuiharibu kabisa. Kwa hiyo unaamini ni huyu Gwiza ndiye anayeshambulia watu wa kambi, si ndio? Ukweli ni kwamba kuna ushahidi wa kutuaminisha kwamba ni yeye. Ni ushahidi gani huo? Silaha na baadhi ya vitu ambavyo Jacinta alikuwa akitumia. Kambi yetu ina sheria kwamba mwanafunzi yote awe ameshaondoka hapo au anahudumu jeshi, akifariki silaha yake na vitu vyote alivyokabidhiwa na kambi vinapaswa kurudi na kuhifadhiwa katika hekalu. Ile siku wakati tunafika, wanajeshi wetu kadhaa waliokuwa wakilinda pango la Mkwawa waliuawa. Na ndani ya pango baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa na mke wangu viliibiwa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, ni kama sasa alipata uthibitisho. Kwa matendo hayo Gwiza alikuwa akiwaambia watu wa nyumbani tu kwamba alikuwa amerudi rasmi. Sasa Hamza kuuliza kwamba vipi Fiona anafahamu kuhusu hili? Kuna watu wengi hapa kambini wanaijua hii habari, hivyo hata kama sijamwambia mwenyewe nadhani atakuwa ameshaambiwa. Ila tokea Fiona anazaliwa hakuwahi kumuona Gwiza hata mara moja. Kwa hiyo wewe unadhani Fiona analichukuliaje hili swala? Isitoshe huyu Gwiza ndiye babake mzazi ama? Haijalishi anamchukuliaje. Fiona anamjua Gwiza kama mtu mbaya aliyeasi basi. Mimi nilikuwa na wasiwasi juu ya Gwiza kutaka kufanya jambo baya kwa Jacinta na binti yangu. Hivyo nilihakikisha wana ulinzi wa kutosha muda wote. Hata alipokuwa nje ya nchi. Huyu msichana hakuwa akijua tu ni hela kiasi gani nilizokuwa nikitumia kuimarisha ulinzi wake na kunilaumu kwamba mimi nilikuwa nikimnyima uhuru. Ananiumiza kichwa sana huyo. Usijali, unajua Fiona anaongea hivyo tu kwa ajili ya kuona unakasirika. Ila najua wewe ni baba mzuri kwake. Anaongea Hamza kwa kicheka. Hata hivyo ni muda huo huo makelele yalianza kusikika kutoka upande wa kushoto kwao wakisema moto, 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 usimeni moto, moto. Aisee. Mara baada ya kusikia hivyo kwamba ndani ya pango kuna waka moto, Hamza na Afande Kiha walijikuta wakishtuka na kujiuliza imekuwaje moto ukawaka ndani ya pango. Tukutane katika msimu wa pili wa hii simulizi ya Hamza. Asante sana kwa kuwa pamoja nami mpaka hii sehemu ya 100. Sasa tunaingia msimu wa pili wa simulizi ya Hamza. Bado tuna mengi sana mazuri ya kuweza kuyatambua sote na kuna mengi mazuri ya kuweza kujifunza kwenye hii simulizi ya Hamza. Mimi sitachoka, nitakisha kwamba kila siku tunaipata hii simulizi ya Hamza. Kama sio kila siku basi tutavuka hata siku moja tu na tunaweza tukupata simulizi kesho yake ya Hamza.
Tukutane siku inayofuata. Muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbas. Hamza atafanya nini kuhusiana na huyu mwamba ambaye anajua mafunzo yote? Na huenda, mimi nahisi huenda huyu mtu ambaye aliyefanya ambaye ameua na ambaye nadhani anasababisha majanga kwenye kambi, huenda ndio yule aliyekutana naye kule kwenye nyama. Mimi naamini ndio hivyo. Sasa yule mwamba tu kwenye nyama alimuona Hamza nguvu zake, wakati Hamza mdote nguvu anazificha, ila mwamba alijua jamani mpiganaji. Na Hamza tu ni kujigeuza tu shingo, mwamba hayupo na kila kitu cha kwake hakipo, yani kama ni. Sasa huyo jamaa atamweza? God with you till we meet again. Bye bye.